Sehemu iliyopita, msikilizaji, ilikuwa ni sehemu ya 3. Na kama unakumbuka vizuri pale ambapo tuliishia, ilikuwa ni pale ambapo tunajua vizuri kabisa kwamba kijana huyu kipofu yupo hapa nyumbani kwa Jessica kufanya uchunguzi wa ramani ya kuelekea kwenye pango la hazina. Ramani ambayo hata Jessica mwenyewe hajui chochote kuihusu. Na Jessica amempokea tu kijana huyu kama kijana kipofu ili kusudi amsaidie. Lakini pia Fausta Kapongo anashirikiana na mumewe Johnson Senso na wamepanga kuja hapa nyumbani kwa Jessica kufanya upekuzi wa hiyo ramani. Kwanza katika hii sehemu ya 4 tupate historia fupi ya kijana kipofu. Alipata vipi upofu huu? Huko sisi tukiwa tunajua vizuri kabisa kwamba huu ukipofu ulikuwa ni feki. Hizi ni sehemu za siri, sehemu ya 4. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Na tunaanzia chumbani kwa Jessica ambako yuko pamoja na kijana kipofu wanaendelea na mazungumzo. Kusema ukweli kabisa, dada Jessica, sio story nzuri sana. Lakini nitakueleza hivyo hivyo tu. Alikuwa anazungumza pale Elisha kabla ya kusogeza glasi yake mdomoni na kuinywa waini yake kidogo kama vile alikuwa anaonja. Vipi utaiweza hiyo ladha yake? Alikuwa anauliza pale swali Jessica, na huku alikuwa anamtazama Elisha usoni. Ni nzuri ndio, lakini mwishoni ina uchungu kidogo. Alikuwa anazungumza pale Elisha na wote wakajikuta walikuwa wanacheka kidogo. Ukizoea basi utakuwa unaipenda sana, kwa sababu ni tamu sana. Alikuwa anazungumza pale Jessica kabla ya kumwambia Elisha aendelee na simulizi yake. Elisha anatulia kidogo kwa sekunde kama 3 na kisha anaanza kusimulia. Miezi 3 iliyopita nilikuwa nimetoka Dar es Salaam nikaenda Makambako kwa shangazi yangu. Maana yeye ndiye ambaye aliachua kila kitu na wazazi wangu kabla hawajafariki kama malezi wangu. Dar es Salaam ulikuwa umekwenda kufanya kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha umakini wake kwenye kufuatilia maelezo ya Elisha. Dar es Salaam ndiko ambako nilikuwa naishi muda wote, kwa sababu nilisoma huko mpaka nilipomaliza chuo kikuu. Nikaamua kuishi huko pia, huko nikiwa nafanya kazi kwa muda. Alikuwa anajibu pale Elisha. Sasa kama ulikuwa naishi Dar es Salaam muda wote, huko Makambako kwa shangazi yako alifuata kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali Jessica ambaye alikuwa anaonyesha kwamba alikuwa na hamu ya kusikia sababu za kijana huyu kupata ulemavu wa macho. Hapo Elisha anatabasamu kidogo na kisha anajibu. Pengine labda wanawaza kwamba nitachukua muda wako mrefu kusimulia hii simulizi. Lakini mpaka namaliza hii glasi ya waini utakuwa umeshajua kila kitu. Alikuwa anazungumza pale Elisha na hapo Jessica aliacha tabasamu pana kidogo. Basi sawa, endelea tu na kusikiliza. Lakini kama kuna swali ambalo nitakuwa nataka nikuulize katikati ya mkasa wako nitakuwa nakuuliza. Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa urafiki. Elisha alitulia kidogo na kisha kuendelea kusimulia. Nikiwa huko Dar es Salaam nilipeleka maombi ya kazi kwenye kampuni moja ya mawasiliano, ambapo ilikuwa ni taaluma niliyosomea. Nikiwa nimepangiwa tarehe ya kuanza kazi, nikaenda kwa shangazi yangu Makambako ili kusudi aweze kunikabidhi mashamba ya miti ambayo aliambiwa ayasimamie mpaka pale ambapo mimi nitakuwa mkubwa. Alikuwa anazungumza pale Elisha ambaye aliendelea kueleza kwamba lengo lake lilikuwa ni kuuza miti iliyokomaa ili kusudi apate pesa ya kuanzia maisha huko katika mkoa wa Morogoro ambako ndio alikuwa amepangiwa kufanya kazi. Na shangazi yake ndiye ambaye alimwambia aende huko Makambako ili wapate kujadili kuhusu swala hilo. Lakini sasa alipofika Makambako, shangazi akamtuma Songea akimtaka aongozane na watu 4 wengine ambao wangeenda kuchukua mashine za kukatia mbao. Lakini sasa wakiwa wamebakiza kilomita chache kufikia Songea mjini, wale jamaa walimgeuka na kumwibia kila kitu ambacho alikuwa nacho.
ikiwa ni pamoja na fedha za kununulia hiyo mashine ya mbao, lakini pia wakamwagia tindikali nyepesi kwenye macho yake na kisha kumtelekeza vichakani. Elisha anaendelea kueleza kwamba akiwa amepoteza uwezo wa kuona, alijikongoja kwa muda wa siku 4 mpaka alipoibukia barabara kuu. Bahati nzuri akapata msaada wa usafiri wa basi dogo ambalo lilikuwa linatokea Njombe kuelekea Songea. Mara baada ya kufika Songea, Elisha anasema kwamba alipata msaada wa simu kutokea kwa konda wa basi lile, na kwa sababu namba ya shangazi yake ilikuwa kichwani, basi akaitaja na yule konda akaipiga nambari hiyo. Simu ilipokelewa, lakini shangazi akamshutumu kwa kuondoka na pesa zake za kununulia mashine ya mbao na kwamba alikuwa ameshatoa taarifa kwa jeshi la polisi. Kwa sasa mpaka hapa nilipo naweza kusema kwamba sina namba ya mtu mwingine yeyote ambaye anaweza kunisaidia. Alikuwa anazungumza baada Elisha akimalizia simulizi yake ambayo ilikuwa na mtu wa machozi Jessica. Wakati wa Jessica alikuwa anakunywa waini glasi ya pili. Lakini sasa ulijaribu kwenda hospitali labda kuona kama unaweza kupona hilo tatizo? Alikuwa anauliza pale swali Jessica. Elisha alitabasamu kinyonge na kisha akajibu, lakini sasa dada Jessica, mimi nitaenda hospitali kwa pesa zipi ambazo niko nazo jamani? Sawa, basi usijali kuhusu hilo Elisha. Mimi nipo na ninakuahidi kwamba nitakusaidia. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anaondosha miguu yake mezani. Subiri kwanza, mara moja nakuja ili kusudi tupange mipango yetu vizuri, sawa? Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anainuka na kuelekea upande wa kitanda ambako anatoa kitenge ambacho alikuwa amejifunga na kuacha kile kijigauni kionekane jinsi vile ambavyo kimeishia juu kabisa ya mapaja, yani kiasi kwamba hata chupi yake nyeupe ilikuwa inaonekana kwa chini, hasa katika sehemu ya mbele ya mtuno wa kitumbua. Jessica akiwa hajui kabisa hili wala lile, anatembea kuelekea chooni na huko makalio yake yakionekana vizuri kabisa vile ambavyo yamejaa kwenye chupi yake na kutikisika kwa fujo kutokana na mwendo wa haraka ambao alikuwa anatembea. Elisha anakosa utulivu, hasa sehemu zake nyeti ambazo zinaonekana kujitutumwa ndani ya bukta yake mpya ambayo ameletewa na Jessica, na huku alikuwa anamsindikiza kwa macho dada huyu mrembo mpaka anapoingia chooni na kutokomea upande ambako kulikuwa na kioo kilichokuwa na mwangaza hafifu. Kusema ukweli kabisa, hata sijui ni kwa nini nimechagua hii njia, maana sioni kabisa kama nitaweza kutoboa. Alikuwa anawaza vile Elisha ambaye mpaka sasa tunajua vizuri kabisa lengo lake la kuingia humu ndani kwa Jessica kama kipofu ni kutafuta ile ramani ya kuelekea kule kwenye mapango. Kijana anakandamiza dudu na kuibana vizuri kwenye mapaja yake. Dakika moja baadaye Jessica anatoka bafuni, lakini utokaji wake haukuwa ni mzuri kwa kweli, kwa sababu alitoka na huku nguo yake ya ndani nyeupe ilikuwa usawa wa magoti. Kigauni kilikuwa kimeziba kinena chake. Anasogelea sinki la kunawia maji ndani ya bafu. Ananawa mikono yake na huku alikuwa amemgeuzia mgongo kijana wetu ambaye anaweza kuona vizuri kabisa makalio yake Jessica, ambaye alikuwa na umbo la asili kabisa la Kiafrika. Jessica anamaliza kunawa na kisha anainama kidogo kwa ajili ya kuvaa nguo yake ya ndani, kitendo ambacho kinasababisha mambo mawili mazito kwa mtu ambaye anatanza matukio hilo. Kwanza kabisa anakupanda kwa kile kigauni na kuacha makalio wazi kabisa, huku kitumbua kikionekana kwa kurejea nyuma kwake, na wakati huo kikamba cha kijigauni chake cha mkono wa kulia kilikuwa kinashuka mpaka kwenye bega na kufanya uwazi kwa mkubwa kifuani, kiasi kwamba ziwa moja kuwa nje kabisa karibia robo tatu. Jessica anapandisha ile nguo yake ndani, ndipo anageuka na kuzungumza. Kwa hapa Songea sidhani kabisa kama kuna hospitali yenye madokta bingwa wa macho. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anarejea na kukaa kwenye sehemu ambayo alikuwa amekaa mwanzo, yani pale pembeni na alipokuwa amekaa Elisha. Elisha anaitikia kwa kichwa kukubali. Uso wake alikuwa ameuelekezea mbele kama ambavyo anafanya walemavu wengine wa macho, huku Jessica anapanisha mguu mmoja juu ya kochi akiwa anakunja na mguu mwingine unabakia chini. Kitendo hicho kinafanya kile kijigauni kifupi kishindwe kabisa kuzuia eneo la chini na kufanya kipande juu kinaenda kukwama kiunoni,
Wakati huo kilikuwa kinaacha mapaja wazi kabisa na kitumbua kinaonekana vile ambavyo kimetumwa ndani ya chupi yake nyeupe. Kwa sasa kuna namna. Inatakiwa tu uelekee Dar es Salaam. Nitawasiliana na dadangu mmoja hivi, atakupokea kule Dar es Salaam na kukupeleka hospitali ya macho. Alikuwa anazungumza pale Jessica ambaye kwa mbali alianza kuchangamka na huku alikuwa anachukua glasi yake mezani. Kusema kweli kabisa hata sijui ni kushukuru vipi dada yangu. Yaani kile ambacho naweza kusema hapa ni kwamba asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana kwa kila kitu ambacho unapanga. Alikuwa anazungumza pale Elisha na huku alikuwa anageuka upande wa Jessica na kunyosha mkono wake wa kulia kwa ajili ya kumshukuru. Lakini sasa kwa bahati mbaya, Jessica ambaye alikuwa amejivuta kidogo kuchukua glasi mezani, anafanya ziwa lake kubwa kiasi lizidi kuchomoza nje ya gauni lake ambalo alikuwa amevaa, na alikuwa amechelewa kuushika mkono wa Elisha ambaye alikuwa ameuelekezea kwake. Na kwa ukaribu ambao ulikuwepo, Elisha kama mlemavu wa macho hakutambua, na mkono wake ulikwenda moja kwa moja mpaka kwenye eneo la kifua cha Jessica, ambaye kusema kweli kabisa kutokana na kujiamini hakujali kabisa eneo la wazi la gauni lake pale kifuani. Hivyo basi mkono wa Elisha ukakamata nyonyo ambalo limejaa vyema kabisa na lenye joto tamu la bidada Jessica. Samahani dada. Alikuwa anazungumza pale Elisha na huku alikuwa anatoa mkono wake kwa haraka kama mtu aliyegusa nyaya za umeme. Jessica ambaye alikuwa anahisi msisimko wa hali ya juu kabisa mara baada ya kushikwa ziwa, anastuka kwa nguvu kiasi cha kusababisha kiasi kidogo cha waini kumwagika kwenye roho la mbele la bukta ya Elisha. Pole, nimekumwagia kidogo waini. Alikuwa anazungumza pale Jessica huku alikuwa anapeleka mkono kwenye mapaja ya Elisha na kumweka vizuri miguu kwa kuiachanisha ili kusudi amfute ile waini ambayo alikuwa amemwagia. Lakini sasa alichokiona kilimfanya astuke na kuganda kwa sekunde chache, maana ile kutanua mapaja yake Elisha ndio aliruhusu dudu yake inyanyuke na kusimama dede kama antena na kuonekana wazi kabisa jinsi vile ambavyo ilikuwa imetuna ndani ya bukta yake. Hakuna shida kabisa dada. Nafikiri kwamba sijaloana sana. Alikuwa anazungumza pale Elisha na huku alikuwa anapeleka mkono wake na kupapasa ile sehemu ambayo ilikuwa na unyevu, huko Jessica alikuwa anamuona kijana huyu alikuwa anaikandamiza dudu yake na kuibana tena katika mapaja yake. Alikuwa anatamani kumzuia hicho ambacho alikuwa anafanya ili kusudi ajionee uumbaji uliotukuka wa Mwenyezi Mungu, lakini Jessica anasita kidogo. Samahani, sikuwa nimeona kama unanipatia mkono. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anajiweka vizuri kama ambavyo alikuwa amekaa mwanzo. Safari hii mguu wake ulikuwa unamgusa kabisa Elisha. Samahani kwa wewe, kwa sababu sikuwa nimetegemea kabisa kukugusa hivyo. Alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ambayo ilikuwa na aibu fulani. Sasa mbona kama unaona aibu Elisha? Kwani unajua kitu ambacho umegusa au? Alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa na mshangao. Elisha anakataa kwa kutikisa kichwa, huku uso wake ulikuwa unatoka kwenye aibu na kuwa katika uoga. Jessica analiona hilo. Sikiliza sasa Elisha, sawa? Wewe kuwa huru kabisa, sawa? Wala usiwe na wasiwasi wote ule. Wewe zungumza kama upo na rafiki yako, sawa Elisha? Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa sauti ya upole huku alikuwa analaza kiganja cha mkono wake wa kushoto kwenye bega la Elisha. Na ilikuwa ni sauti ya kubembeleza, huku taratibu alikuwa anatembeza kiganja cha mkono wake juu ya bega la Elisha na kuzidi kumletea msisimko kijana wa watu. Elisha anatikisa kichwa juu chini kuonyesha kwamba alikuwa ameelewa kile ambacho Jessica alikuwa amezungumza. Haya, naomba niambie basi, unahisi uligusa kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ya kubembeleza. Safari hii Elisha anashika kicheko cha aibu kidogo kama alivyofanya mwanzo. Ni kama niligusa ziwa hivi. Alikuwa anazungumza pale Elisha na watu wakajikuta walikuwa anashika kidogo. Lakini sasa Elisha, kwa nini umesimamisha namna kama hivyo?
Yaani ndio kusema kweli kabisa, kunigusa ziwa tu ndio uwe kama hivyo kweli? Alikuwa anauliza pale swali Jessica, ambaye leo ndio kwa mara ya kwanza kabisa yuko na mwanaume ambaye ana uwezo wa kumweleza chochote ambacho alikuwa anajisikia. Wote wanacheka huku Elisha akiwa anaonyesha aibu ya wazi kabisa. Na lina joto hivi mpaka nikaogopa. Alikuwa anazungumza pale Elisha na watu wakacheka tena, huku alikuwa anaendelea tu kunywa waini yao. Wawili hawa, msikilizaji, walizungumza mengi sana usiku huu, na huku walikuwa anaendelea kunywa waini yao na walikuwa wanaongeza kila pale ambapo ilikuwa naisha kwenye glasi. Jessica mara kwa mara alikuwa anainuka na kwenda chooni. Hata pale ambapo alikuwa anarejea, alikuwa anakaa mikao ambayo ilikuwa nazidi kumpatia wakati mgumu sana kijana wetu kipofu. Na labda wakati wanaendelea kunywa waini hapa chumbani, msikilizaji, sisi tupate muda kidogo kumjua vizuri huyu Elisha ni nani na ni kwa nini amejifanya kipofu. Je, ametumwa na Kabweza kuja kuchunguza ramani? Ama na yeye alikuwa na jambo lake? Ama anamvizia huyu mshangazi pia na yeye ili kusudi awe naye katika mahusiano? Ni kweli kabisa, majina yake anaitwa Elisha Eric. Yeye ni kijana aliyekulia maisha ya mtaani ndani ya jiji la Dar es Salaam, Tanzania, kwa maana kwamba toka utoto wake ameishi na kulelewa katika maisha ya chini ambayo yalimfanya aanze kuwa mwizi. Kijana huyu amelelewa na mama peke yake mara baada ya mamake kupewa ujauzito na mtoto wa mwenye nyumba, ambako mama yake alikuwa anafanya kazi kama dada wa ndani, na baadaye akafukuzwa kazi kutokana na huo ujauzito ambao ulikataliwa. Hapo ndipo sasa alianza kuiba vitu vidogo vidogo kuanzia shuleni na mtaani pia. Kwa mfano, kijana huyu akiwa darasa la 3 ndani ya jiji la Dar es Salaam, mama yake alishindwa kabisa kumnunulia vifaa kwa ajili ya shule, kwa hivyo ile mlazimu kwenda kuiba shule nyingine kwa wanafunzi ambao wanatokea kwenye familia ambazo zilikuwa na uwezo wa kifedha. Elisha alifanya hivyo hata pale ambapo alikuwa sekondari pia, na kuna wakati alikuwa naiba pesa kwenye maduka na kwa wafanyabiashara wakubwa, japo alikuwa naiba pesa kidogo sana. Mama yake alikuwa anajua vizuri kabisa kwamba kijana wake alikuwa ni mwizi, na siku zote alikuwa anamuonya sana, lakini bado ilikuwa inashindikana. Na ukichukulia kwamba hakuwa na uwezo wa kumhudumia kijana wake kama vijana wengine ambao walikuwa wanafanywa huduma na wazazi wao, basi hilo ndilo lilimfanya aendelee kuwa mwizi zaidi. Kijana huyu ambaye wizi wake ulikuwa wa kutumia akili, kila mtu ambaye alikuwa anamjua alikuwa anamuogopa kila pale ambapo alikuwa anamuona sehemu yoyote. Wengine walikuwa wanamfananisha na makalio ya mnyama mdogo ambaye anaitwa kicheche, ambaye kila pale ambapo anataka windo lake huwa anaachia ushuzi ambao ni kama silaha yake, maana huwa unalevya viumbe vidogo vidogo. Kwa maana kwamba Elisha kila pale ambapo alikuwa anakwenda alikuwa anaacha bala kama ushuzi wa kicheche. Ndipo sasa na watu wakaona wamuite tako la kicheche, jina ambalo naye alilikubali vizuri tu, na alianza kulitumia kama jina lake la utani ama jina lake la kazi. Akiwa amebobea katika kazi ya wizi wa kutumia akili, Elisha, ama sasa tunaweza kumuita tako la kicheche, alimaliza kidato cha 6 na kuamua kusoma information technology, yani IT, katika chuo kimoja ambacho kipo maeneo ya Ruguruni, Dar es Salaam, pembezoni mwa barabara kuu inayokwenda Morogoro. Lakini sasa wahenga walishawahi kusema kwamba za mwizi ni 40 tu, kwa maana kwamba utafanya kila kitu ambacho wanafanya, lakini mwisho ni lazima utakamatwa tu. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa kijana wetu Elisha. Ukiweza unaweza kulifupisha jina lake la utani na kumuita kicheche. Wakati fulani Elisha akiwa amebakiza miezi 2 kumaliza chuo, siku hiyo alikuwa anarejea kutokea chuo. Majira ilikuwa ni saa 10 za jioni. Elisha alikuwa anatembea taratibu kuelekea barabara kuu ya Morogoro, akiwa sambamba na wanafunzi wenzake ambao hakuwa na ambaye alikuwa anajua kipaji kikubwa ambacho alikuwa nacho kijana huyu. Elisha alikuwa anatembea huku kichwani alikuwa na mawazo mengi sana. Alikuwa anawaza ni vipi atapata pesa ya kula pamoja na pesa ya kuelekea nayo nyumbani kwa mama yake, kwa sababu licha kwamba alikuwa anasoma chuo, lakini mama yake mzazi alikuwa anaishi kwa kumtegemea yeye, ukiachilia mbali biashara yake ndogo ya mihogo ya kukaanga ambayo alikuwa anafanya. Barabara jioni hii ilikuwa bize sana. Magari yalikuwa yanasongamana kwa foleni. Watu walikuwa ni wengi sana kituoni. Wakati huo barabara ilikuwa inatengenezwa kutokea kwenye njia moja kuja kwenye njia 3.
Elisha ambaye alikuwa amevaa mavazi nadhifu, yani suruali ya kaki ya kitambaa chepesi iliyonyoshwa kwa pasi na ikanyosheka vizuri, pamoja na shati la drafti la mistari miekundu, njano na bluu, kiatu cheusi cha kung'ara mguuni, mkononi akiwa na mkoba mweusi wa kompyuta mpakato. Alisimama kituoni na huku alikuwa anatazama kushoto na kulia. Pengine angeona kitu ambacho kilikuwa kinafaa kwa jioni ile. Lakini upande wa kulia kwake, yani upande wa kwenda Kibaha, anaona askari wa jeshi la polisi wawili wenye bunduki walikuwa kwenye bodaboda, wamevalia sare za kaki. Na alipotazama upande wa kushoto kwake, yani kuelekea Mbezi Luizi, anaona kulikuwa na askari wa jeshi la polisi wa usalama barabarani wanne, wote walikuwa wamevalia sare nyeupe. Upande ambao unamvutia Elisha ulikuwa ni ule upande wa kushoto kwake, upande ambao wanaonekana wale askari wa usalama barabarani maarufu kama trafiki, wakiwa wamejigawa makundi mawili, wawili wakiwa katika upande wa kushoto wa barabara na wawili wakiwa katika upande wa kulia wa barabara. Askari wale walikuwa nakamata kila mwenye chombo cha moto aliyechepuka na kupita pembeni ya barabara, wenye wanaita kutanua, na kuwasogeza pembeni kwa ajili ya mahojiano. Yani uwe na gari ama uwe na bodaboda, ukipanua tu barabara basi wapo na wewe. Elisha alitazama kwa dakika kama mbili akiwa atazama wale askari wa jeshi la polisi wa usalama barabarani ambao walikuwepo umbali wa mita kama 50 kutokea pale ambapo alikuwepo yeye, na kujikuta alikuwa anaachia tabasamu pana ambalo lilikuwa ni tabasamu la ushindi. Kwa macho makini kabisa yaliyopo katika mawindo, tako la kicheche aliweza kumwona mwendesha daladala alikuwa anatoa kadi ya kibali cha kuendesha gari, yani leseni ya udereva, na kisha kumkabidhi askari. Lakini sasa askari anayepokea leseni bila kusoma anaishika kwa mikono miwili na kurejesha ile kadi kwa mkono wa kulia, huku mkono wa kushoto unakwenda mfukoni. Bila kupoteza muda, tako la kicheche anaanza kutembea kuelekea upande ule ule, sambamba na watu wengine ambao walikuwa wanatumia miguu yao kutembea kwenye barabara hii. Kicheche anamsogelea huyu askari wa jeshi la polisi, huku macho yake alikuwa ameelekeza kwake. Anamwona jinsi vile ambavyo alikuwa anaendelea kupokea leseni kutokea kwa madereva mbalimbali wengine, huku wengine walikuwa wanampatia mkono waziwazi kwa kukosa leseni ama kadi ya chombo husika. Japo zoezi hili lilikuwa linafanywa na kila askari ambaye alikuwa anakamata magari hapa barabarani, lakini kusema kweli kabisa, Elisha alikuwa amemlenga huyu askari mmoja tu ambaye ndio alikuwa na magari mengi kuliko wenzake ambao pia walikuwa nafanya hichi ambacho alikuwa anafanya yeye. Akiwa amebakiza hatua kama 10 hivi kumfikia yule askari, kicheche anaingiza mkono mfukoni na kutoa waleti yake ambayo haikuwa na kitu chochote zaidi ya kitambulisho cha chuo tu. Basi anashika mkononi akiwa anaambatanisha na mkoba wake wa kompyuta mpakato. Sasa basi, Elisha anapomkaribia yule askari, anasikia honi nyuma yake, anapisha mara moja bila hata kutazama, na wakati ule ule linakatiza gari aina ya Iveco lenye rangi ya kijani. Kicheche kupata shida kutambua kwamba gari hilo linamilikiwa na nani, kwa sababu nambari zake za usajili zilikuwa ni nyeupe kwenye kibao cheusi, na ukiachana na hiyo, ndani ya gari kulikuwa na askari wengi wa jeshi la ulinzi. Yule askari wa usalama barabarani naye analipisha gari hili kubwa hivyo hivyo kwa wenzake wa mbele pamoja na watu wengine ambao hawa walikuwa wanatembea pembeni ya barabara. Hapo sasa Elisha anapata nafasi ya kusogea haraka kwa yule askari, na anapomfikia haraka sana anabadilisha mkono ambao alikuwa ameshikilia mkoba wake na kubakia na wallet, na kisha anainama kwa haraka karibia na miguu ya askari yule. Alafu kama mtu ambaye ameokota kitu fulani, anainuka haraka huku ameshikilia wallet yake waziwazi na kutaka kuiweka mfukoni. Wakati huo yule polisi anashtuka na kumtazama. Ukweli hilo hakufanikiwa, maana ile anapeleka mkono mfukoni kuweka wallet, tayari alikuwa ameshadda kwa mkono wake na yule askari. Wewe, hebu leti hapa. Unakosa uzalendo kabisa kijana, unataka kuficha mali ya mwenzako. Alikuwa anauliza pale swali huyu askari wa jeshi la polisi, na huku alikuwa anakwapua ile wallet kutokea kwa Elisha. Bahati nzuri Elisha alikuwa ameishika vizuri kabisa ile wallet, nayo haikutoka mkononi mwake. Hapo sasa walikuwa ni kama wananyang'anyana. Kilikuwa ni kitendo cha sekunde kama 15 nzima. Hapo ndipo sasa Elisha akastuka kidogo. Kumbe ni afande. Samahani afande. Alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ya ung'amuzi iliyojaa uoga, huku bado alikuwa ameshikilia ile wallet yake.
Wakati huo baadhi ya raia walikuwa wameshaanza kutazama tukio lile. Kwa sasa kama nisingekuwa askari ndio ungeokota na kuificha, si ndio? Alikuwa anauliza bali swali huyu askari wa usalama barabarani kwa sauti ya ukali ambayo ilikuwa na hasira, huku alikuwa anachukua ile wallet kutokea kwa Elisha. Hapana afande, hii ni wallet yangu. Wewe tazama tu kwa sababu kuna kitambulisho changu tu basi. Alikuwa anazungumza bale Elisha kwa sauti ya upole ya kuomboleza, na huku alikuwa anamsogelea zaidi huyu askari wa usalama barabarani, ni kama vile na yeye alikuwa na shughuli ya ndani ya wallet. Kitendo hicho cha hatari ambacho kinawafanya wawili hawa wagusane. Yule askari hakukijali, zaidi anafungua wallet na kuona kwamba ilikuwa tupu kabisa. Ni kitambulisho tu ndicho ambacho kilikuwa kinaonekana. Basi unaona sasa afande, hicho ni kitambulisho changu tu. Alikuwa anazungumza bale Elisha ambaye sasa alikuwa amesimama bega kwa bega pamoja na huyu askari, na tena kwa kugusana, ikiwa ni hatari sana kwa askari huyu ambaye alikuwa amekaa juani toka asubuhi. Lakini askari huyu hakuna chochote ambacho anahisi. Anatazama picha iliyokuwa katika kitambulisho. Haya, endelea na safari yako. Alikuwa anazungumza bado huyu askari ambaye hakuhangaika kusoma jina ama kuangalia ni kitambulisho cha nini, na bila kujisumbua kuweka hicho kitambulisho ndani ya wallet, anampatia Elisha kitambulisho chake, na yeye analisogelea gari dogo kilikuu ambalo lilikuwa limebeba mzigo mkubwa kuliko gari lenyewe, bila kutazama nyuma, ambapo Elisha anapiga hatua kwa haraka huku alikuwa anaweka kitambulisho chake ndani ya wallet. Anajipapasa mfukoni ambako anagusa makaratasi yaliyokunjwa bila mpangilio. Hata ijalishi itakuwa ni shilingi ngapi, lakini itanitosha kwa leo pamoja na nauli ya kesho pia. Alikuwa anazungumza pale Elisha ambaye kabla hajaweka wallet mfukoni, anashtuka alikuwa anaguswa begani. Kusema ukweli kabisa, Elisha anajikuta alikuwa anashtuka kupita kiasi, na kabla hajageuka nyuma kumtazama nani ambaye alikuwa amemgusa, jamaa akamwahi. Kusema ukweli kabisa, wewe ni mtu hatari sana dogo, hasa pale ambapo unakuwa unahitaji pesa. Yaani unamkaba mpaka askari wa jeshi la polisi na kumwibia. Ilikuwa nasikika sauti ya kiume yenye usikivu na utulivu pia. Hapo Elisha anashindwa kabisa kuvumilia. Akiwa na hofu ya hali ya juu kabisa, anageuka nyuma na kumtazama mtu ambaye alikuwa amemgusa bega, ambaye anamwona mwanaume mmoja mwenye umri wa ujana wa kati, yani kama miaka 35 na kuendelea. Wala usiogope kaka, sawa? Mimi ni mtu poa kabisa. Alikuwa anazungumza bila huyu mwanaume tena kwa sauti yake ya utulivu, ambaye alikuwa na sura ya upole, mwili uliojengeka vizuri kimazoezi, na alikuwa amevalia mavazi ya ujana, yani suruali ya jinsi pamoja na t-shirt nzuri ya kubana. Chini alikuwa amevaa viatu vyeusi ambavyo vilikuwa na shingo ndefu. Ni kwa nini sasa nikuogope? Alikuwa anauliza pale swali Elisha, na huku alikuwa wanaendelea kutembea, yule mwanaume mwingine anashika kidogo. Nilikuwa nimesahau kidogo. Ni kweli kabisa uweze kuniogopa kwa sababu hata wanifahamu. Alikuwa anazungumza pale jamaa yule kwa sauti ambayo ilikuwa na urafiki mwingi. Hata haijalishi kama nakufahamu ama sikufahamu, unaweza kuniambia tu ni kitu gani ambacho nahitaji kabla sijapanda bodaboda na kuondoka zangu. Alikuwa anazungumza pale Elisha ambaye anazuia wasiwasi wake usionekane wazi. Maana Elisha kwamba alikuwa anazungumza kwa kujiamini kama hivi, lakini kusema ukweli kabisa wasiwasi ulikuwa ni mkubwa sana kwake. Usiwe na haraka kijana. Naomba muda wako kidogo kwa sababu nina mazungumzo na wewe. Alikuwa anazungumza pale huyu mwanaume kijana kwa sauti yake ile ile ambayo ilikuwa imejaa urafiki. Ni mazungumzo kuhusu nini? Alikuwa anauliza pale swali ya Elisha, huku kila wakati alikuwa anamtazama huyu jamaa, na alikuwa anakosa kabisa kumbukumbu za wapi alishawahi kumuona. Na ni jambo jema tu kijana, na naweza kusema kwamba linaweza kuwa nzuri sana kwako. Alikuwa anazungumza pale kijana huyu, na Elisha alikubaliana naye,
na wote kwa pamoja walivuka barabara na kwenda nyuma kidogo ya kituo cha mafuta ambako waliishia kukaa kwenye baa moja ndogo. Hapo walikaa kwa pamoja na kuagiza vinywaji. Mwanzo kabisa jamaa huyu aliagiza bia na Elisha aliagiza juisi ya matunda, na kisha mazungumzo yalianza kwa jamaa huyu kuanza kuzungumza. Mimi naitwa Deusi Nyati. Sijajua mwenzangu anaitwa nani. Mimi naitwa Elisha Eric. Nasoma chuo cha Mbogoland hapo, hilo nalijua, kwa sababu nimekuona pia wanatokea hapo chuo. Alikuwa anazungumza pale jamaa huyu ambaye alikuwa amejitambulisha kwamba anaitwa Deusi Nyati, kwa kumkatiza kijana wetu Elisha kabla hajamaliza kuzungumza hicho ambacho alikuwa anazungumza. Kwa sasa kaka, kuna dili gani? Alikuwa anauliza pale swali Elisha kwa sauti iliyokuwa na mashaka makubwa, na huku alikuwa anamtazama kwa umakini bwana Nyati. Wala usijali kabisa dogo, nitakueleza kila kitu. Lakini ni jambo muhimu sana naweza kusema. Alikuwa anazungumza pale Nyati, na huku alikuwa anaendelea kunywa vinywaji vya utaratibu. Elisha anakubali kwa kichwa, na huku alikuwa anamtazama Nyati kwa umakini. Kwanza kabisa mimi najua kwamba unasoma hapo chuo, lakini kitu ambacho nahitaji kujua kwanza ni kwamba unasomea kitu gani na unamaliza lini chuo? Alikuwa anauliza pale swali bwana Nyati kwa sauti ya utulivu na chini pia. Mimi nasomea degree ya IT, nipo mwaka wa mwisho. Mwezi ujao tu hapo ndio tunaanza mtihani wa kumaliza chuo. Alikuwa anazungumza pale Elisha, na hapo bwana Nyati akaanza kwa kukubali kwa kichwa, ni kama aliona kwamba kile ambacho alikuwa anahitaji kinakwenda kufanikiwa. Basi imekaa vizuri kabisa hiyo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba unamaliza mwezi wa 7, si ndio? Alikuwa anauliza pale swali bwana Nyati, na hapo ulipita ukimya mfupi. Nyati akatulia, na huku alikuwa ameinamisha kichwa chake chini. Alikuwa anawaza jambo fulani, na kisha akanyanyua uso wake na kumtazama Elisha. Nimependa kipaji chako ambacho uko nacho bwana Elisha. Kwa hivyo kuna kazi nilikuwa nahitaji na kupatie. Alikuwa anazungumza pale Nyati, na huku alikuwa anamtazama Elisha. Hapo Elisha anaacha tabasamu kidogo, na huku alikuwa anamtazama bwana Nyati. Ni kazi gani ambayo wanasema kwamba unataka kunipatia bwana Nyati? Nataka nikutume ukaibe. Alikuwa anazungumza pale Nyati bila dalili ya utani kwa hicho ambacho alikuwa anazungumza, lakini sasa hilo likamfanya Elisha acheke kidogo. Unataka nikaibe kitu gani kaka? Kuna karatasi kama 4 kutoka kwa mfanyakazi wa msaidizi wa balozi wa Mbogoland. Mimi nazihitaji hizo karatasi. Alikuwa anazungumza pale Nyati na kumfanya Elisha ashtuke kidogo. Kusema ukweli kabisa kaka, ni kazi ngumu sana. Lakini utanipatia kiasi gani cha fedha mara baada ya kukamilisha kazi hiyo? Alikuwa anauliza pale swali Elisha kwa sauti ambayo ilikuwa na mshangao. Malipotaja wewe tu, wala usijali. Alikuwa anazungumza pale Nyati, na huku alikuwa anamtazama Elisha. Hapo Elisha anatulia kwa dakika chache akiwa anajaribu kumsaminisha huyu jamaa kwamba anaweza kutoa kiasi gani cha fedha kwa ajili ya kazi hiyo. Utanipatia 600 na hakuna mali kauli. Alikuwa anazungumza pale Elisha, na kisha alitulia akiwa anasubiria mapatano ya kupunguza bei. Nyati akamtazama Elisha kwa sekunde chache, na kisha akashusha pumzi nzito. Sawa, nafikiri kwamba hakuna shida, lakini kama utafanya vizuri kwenye hiyo kazi, nitakupatia motisha kubwa sana. Alikuwa anazungumza pale bwana Nyati, na waliendelea tu kuzungumza kidogo. Walipomaliza vinywaji wakatoka nje. Kwa sasa najua kwamba na walionayo. Kesho majira ya saa 3 kamili za asubuhi tukutane Msasani TANESCO. Alikuwa anazungumza pale Nyati, na huku alikuwa anacheka, na Elisha naye akajikuta alikuwa anacheka.
Sawa, hakuna shida kabisa bosi, lakini uje na hiyo $600 yangu kwa ajili ya kazi. Alikuwa anazungumza pale Elisha, na yeye alikuwa anacheka kama ambavyo alikuwa amefanya Bwana Nyati. Nilikuwa nadhani ya kwamba ungeuliza kuhusu mpango wa kazi na mzigo ambao unaofuata pia. Alikuwa anazungumza pale Nyati kwa sauti ambayo ilikuwa na utani. Wote wakacheka kidogo. Mimi sina shaka kabisa na hilo kaka, kwa sababu umenituma, maana yake ni kwamba una uhakika hiyo kazi ninaiweza. Basi sawa, tusipoteze muda, wahi nyumbani. Alikuwa anazungumza pale Nyati na kisha waliagana, lakini kabla ya kuondoka Nyati anashtuka kidogo. Hebu subiri kwanza kijana, subiri kwanza. Alikuwa anazungumza pale Nyati na huku alikuwa anajipapasa kwenye mifuko yake, na kisha akamtazama Elisha na huku alikuwa anatabasamu. Nipo sawa, unaweza kwenda sasa. Alikuwa anazungumza pale Nyati na wote wakajikuta walikuwa wanacheka na kuagana. Siku ya pili majira ya saa 4 za asubuhi, Mikocheni, Dar es Salaam, nyuma ya ofisi za shirika la umeme, mita 50 kutokea kwenye geti la ofisi za ubalozi huo, linaonekana Toyota Vitz za rangi nyeusi likiwa limesimama pembeni ya barabara. Ndani ya gari hilo anaonekana mwanaume mmoja aliyevalia t-shirt nyeupe pamoja na suruali nyeusi. Kichwani alikuwa amevalia kofia ya kepu ambayo ameishusha kabisa kiasi cha kuziba uso wake usionekane vizuri na kupata utambulisho wake kwamba ni nani. Mwanaume huyu ambaye ana uso wenye shauku anaonekana akielekeza macho yake kwenye geti la ubalozi wa Mbogoland kama vile kuna mtu muhimu sana alikuwa anamsubiria. Bwana huyu alikuwa ni Deus Nyati ambaye muda wote alikuwa ameshikilia simu yake mkononi. Sijui dogo atafanikiwa, alikuwa anajisemea vile tu Bwana Nyati ambaye anatazama muda kwenye simu yake. Ni saa 4:15. Alikuwa anawaza vile tu Bwana Nyati. Kusema kweli kabisa, kile ambacho alikuwa anasubiria hapa kilikuwa ni kitu muhimu sana kwake. Ni nyaraka ambazo zilikuwa zinasainiwa na kupewa kibali cha mgongo wa ubalozi ili kusudi kuidhinisha vibali za usafirishwaji wa dhahabu na almasi ambazo zinaibiwa na wafanyabiashara wasio na vibali vya serikali. Mara baada ya kuhangaika sana kutafuta ushahidi wa kumtia mbaroni msaidizi wa balozi ambaye ndio alikuwa anashiriki hilo jambo la wizi, ndipo alipomwona Elisha akiwa anafanya wizi kwa mara ya kwanza, na ilikuwa ni hospitali. Kwa akili ambayo aliitumia kupata dawa pamoja na vifaa tiba, ndio maana aliamua kumfuatilia zaidi kijana huyu ambaye alimshuhudia akiwa anafanya wizi kwa askari wa usalama barabarani siku ya jana. Akiwa amekata kabisa tamaa ya kufanikiwa, Bwana Nyati ananyanyua uso wake na kuelekeza macho kwenye geti la ubalozi, ambapo sasa anamwona kijana mdogo aliyevalia suti nyeusi. Alikuwa anakuja upande wake na huku akiwa na mkoba mdogo wa kompyuta mpakato katika mkono wake. Yes, huyu hapa. Alikuwa anazungumza pale Nyati na huku anaacha tabasamu la nguvu na kumtazama kijana huyu ambaye alikuwa anakuja moja kwa moja kwenye gari yake na kufungua mlango wa nyuma. Anaingia ndani ya gari. Vipi, umefanikiwa? Alikuwa anauliza pale swali Nyati kwa sauti ambayo ilikuwa na shauku bila kutazama siti za nyuma ambako alikuwepo yule kijana ambaye anafungua mkoba wake na kutoa karatasi. Mimi tayari kabisa bosi, bado zamu yako tu. Alikuwa anazungumza pale kijana huyu, na wakati huo kilisikika king'ora cha tahadhari kutokea ndani ya uzio wa ofisi za ubalozi. Nyati anaacha tabasamu na huku alikuwa anageuka nyuma. Anapokea karatasi 4 na kuzitazama, na kisha anaacha tabasamu pana la ushindi. Kusema ukweli kabisa dogo, umetisha mno. Kazi nzuri sana. Alikuwa anazungumza pale Nyati na huku alikuwa anawasha gari na kuondoka. Wanapopita usawa wa geti wanaona geti linafungwa, huku ving'ora vinaendelea kusikika zaidi. Naona umeacha balaa kubwa sana humo ndani. Na ndio maana watu waliamua kuniita tako la kicheche. Huko ndani watu wanapoteza fahamu kwa ushuzi niliowacha.
Alikuwa anazungumza pale Elisha na wote wakajikuta walikuwa wanashika ndani ya gari, huku safari ilikuwa inazidi kuendelea. Sasa bro, mimi naona kwamba huu ndio wakati mzuri wa kila mtu kufa na chake. Alikuwa anazungumza pale Elisha akiwa anasisitiza malipo yake ili kusudi yaendelee na 50 zake. Punguza haraka kwanza Elisha, basi sawa. Alikuwa anazungumza pale Nyati, na huku walikuwa wanaingia barabara kuu ya kuelekea Msasani. Safari inaendelea mpaka wanapofika Kawe na kuelekea Mwenge, ambako wanavuka Matana kuelekea upande wa Ubungo. Safari ya kimya kimya inazidi kuendelea tu, na huku wanasikiliza muziki mpaka walipofika makutano ya barabara ya Mandera na Morogoro. Bwana Nyati anaingia barabara ya Morogoro, yani uelekeo wa Mbezi. Bila shaka wanajua vizuri kabisa kuendesha gari ya Elisha, sio? Alikuwa anauliza pale swali Bwana Nyati, na huku alikuwa anakonyaga mafuta na kulifanya gari dogo Toyota Vitz lipande mwinuko wa kuelekea Ubungo Kibo. Ndio najua, lakini kwa sasa sina leseni, alikuwa anajibu pale Elisha. Hapo hapakuwa na maongezi mengine zaidi mpaka Bwana Nyati aliposimamisha gari nje kabisa ya barabara, maeneo ya Kibo, yani usawa wa maduka pamoja na baa. Gari likiwa bado linaunguruma, Elisha analiona gari jingine tena Toyota Land Cruiser V8 ZX rangi nyeusi, ambalo linakuja kusimama nyuma ya gari lao na kufanya Elisha mtazame Nyati ambaye alikuwa anakusanya vitu vyake mle ndani ya gari. Kabla Elisha hajauliza ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaendelea, Nyati akamwahi kuzungumza. Sasa bwana Elisha, hapa kuna pesa zako ambazo tulikubaliana jana pamoja na kadi ya gari hili. Alikuwa anazungumza pale Nyati akionyesha mkebe uliopo kwenye dashboard ya gari, ambapo upo katika upande wa siti ya abiria wa mbele. Elisha ambaye kiu ya pesa ilianza kupungua ghafla na kupandisha kiu ya kujua Nyati ni nani, anatazama nyuma ambako bado analiona lile gari V8 ZX lilikuwa limesimama nyuma yao mita kama moja tu kutokea pale ambapo lilikuwepo gari lao. Lakini sasa Elisha ile anageuka kumtazama Bwana Nyati, anamuona alikuwa anapapasa chini ya siti ambayo alikuwa amekalia. Lakini pia kuna nambari zangu za simu kwenye hii kadi ya biashara, alikuwa anazungumza Bwana Nyati, na huku alikuwa anaibuka na bastora. Hapa ndipo sasa panazidi kumchanganya zaidi Elisha. Anashindwa kabisa kuelewa kama afurahie ama ashuke na kukimbia, maana anaona wazi kabisa kwamba Nyati hakuwa ni mtu wa kawaida. Kama sio mpelelezi wa jeshi la polisi ama mwanajeshi, basi atakuwa ni mtu wa usalama wa taifa, ama atakuwa ni jambazi mkubwa. Lakini sasa kabla hajazungumza chochote, Nyati akazungumza tena. Muda wote ule unaruhusiwa kunipigia simu. Alikuwa anazungumza pale Nyati kumwelekezea Elisha, huku alikuwa anahifadhi bastora yake kwa kuichomeka kiunoni, akiwa anaibana vizuri kabisa kwenye kiuno cha jinsi lake. Samani braza, lakini hujaniambia kwamba wewe ni nani? Alikuwa anauliza pale swali ya Elisha kwa sauti ambayo ilikuwa na uoga mkubwa na mashaka. Nafikiri kwamba tutafahamiana zaidi Elisha. Cha msingi kwa sasa ni kwamba kama utapata shida yote, basi nipigie simu. Alikuwa anazungumza pale Nyati kabla ya kufungua mlango wa gari akiwa na karatasi zake mkononi. Elisha naye anashuka haraka kutokea kwenye gari. Vipi sasa kuhusu ile gari hapa kaka? Alikuwa anauliza pale swali Elisha kwa sauti ambayo ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba bado alikuwa katika sintofahamu. Dogo, si umesema kwamba unaweza kuendesha gari ama unahitaji dereva kufikisha nyumbani? Alikuwa anauliza pale swali Bwana Nyati. Elisha anachama mdomo wake kwa mshangao. Analitazama gari hili na kisha anamtazama Nyati ambaye anamwona alikuwa anatembea kuelekea kwenye lile Toyota Land Cruiser, naye anamfuata tena. Hebu acha utani basi braza, ama ndio kusema kwamba niko ndotoni naota? Alikuwa anauliza pale swali Elisha kwa sauti ya kutokuamini kabisa kile ambacho kilikuwa kinamtokea, na Bwana Nyati ambaye alikuwa anafungua mlango anasimama na kisha kumtazama Elisha. Hebu sikiliza vizuri kabisa dogo. Hivi unajua kitu gani ambacho unatakiwa kufanya?
Alikuwa anauliza pale swali Nyati. Hapo sasa Elisha anashtuka kidogo. Anajua labda kuna jukumu lingine, labda kwa ajili ya malipo ya gari ambalo alikuwa amekabidhiwa. Hapana, sijui. Basi unatakiwa kuficha utambulisho wako kuanzia sasa, na unapaswa kupunguza kuiba ovyo ovyo. Alikuwa anazungumza pale bwana Nyati, ambaye hakuishia hapo. Baada ya sekunde chache aliendelea kuzungumza. Lakini pia punguza marafiki, hasa wale ambao wanakujua wewe ni nani. Hakuna mtu mwingine wa kukujua wewe ni nani. Kama utafanya hivyo, basi utanishukuru baadaye. Alikuwa anazungumza pale bwana Nyati na kisha kuingia ndani ya gari. Elisha analiona hili gari la kifahari vile ambavyo lilikuwa linaondoka taratibu na kuingia barabarani, na kisha linarejea tena mjini, yani kule ambako lilikuwa limetoka. Elisha anapoamini kwamba Nyati ameondoka kweli, ndipo sasa anageuka kulitazama hili Toyota Vitz ambalo bado lilikuwa linaunguruma. Analitazama hili gari kwa sekunde chache, na kisha alikuwa ni kama mtu ambaye amekumbuka jambo fulani. Analisogelea gari na kufungua mlango wa dereva. Anaingia ndani na kisha anafunga kabisa mlango, kama vile anataka kuiba ili kusudi akimbie. Kwa haraka sana Elisha anafungua mkebe wa dashboard kwenye gari, ambapo macho yake yanakutana na vibunda 5 vya noti za shilingi 10,000. Lakini pia kulikuwa na kadi ya biashara iliyokuwa na namba za simu pamoja na kadi ya gari. Akiwa bado hajaamini kabisa kama haya yote yalikuwa ni kweli ama anaota, Elisha anaondoa gari taratibu kuingia barabara kuu, na huku alikuwa anakagua ndani ya gari, hasa sehemu ya dashboard. Hapo ndipo sasa anabaini kwamba gari ilikuwa sawa, haikuwa na shida yoyote. Mafuta yalikuwa ni mengi pia. Ukaguzi huo unamfanya Elisha kupunguza mwendo sana, kiasi cha kupigiwa hodi na magari mengine ya nyuma yake. Kijana wetu Elisha hakutumia nguvu kubwa sana kumweleza mama yake kile ambacho kilikuwa kimetokea. Lakini na yeye rasmi kabisa alianza kubadili mwenendo wa maisha yake katika mambo matatu. Cha kwanza kabisa, kijana wetu Elisha hakuhangaika kuendelea kuiba. Badala yake alibadilisha biashara ya mama yake kwa kumfungulia nusu duka mitaa ya barabara karibu kabisa na nyumbani kwao. Na kuhusu marafiki, yeye toka mwanzo hakuwa nao. Lakini ikitokea amepata shida ya kiasi fulani cha pesa, alikuwa anampigia simu bwana Deusi Nyati ambaye alikuwa anamsaidia mara moja. Lakini pia Elisha alianza kuwa hadumu kabisa mtaani kwao. Hakutaka kuonekana kabisa ovyo ovyo. Badala yake alikuwa anashinda akijisomea kwa ajili ya mitihani. Lakini mwisho alibadilika sana katika mavazi. Kutoka kwenye mavazi ya nguo za vitambaa vyepesi, sasa alikuwa anachanganya mavazi. Alichokuwa anazingatia ilikuwa ni mavazi mazuri pamoja na masafi. Wakati kijana huyu akiwa katika mtihani, siku moja alisikia kwamba msaidizi wa balozi wa Mbogoland alikuwa amekamatwa kwa tuhuma za ufisadi wa kusafirisha dhahabu kwa njia haramu. Hapo sasa Elisha alianza kuhisi kwamba pengine kulikuwa na muunganiko kati ya tukio hili na wizi ambao alikuwa ameufanya kwenye ofisi ya kiongozi huyo mwezi mmoja uliopita. Na ili kumaliza utata wa jambo hili, aliamua kumpigia simu bwana Nyati ambaye alimjibu kwa ufupi. Tutazungumza tukionana. Hivyo ndivyo bwana Nyati alikuwa anajibu. Wawili hawa ni kweli kabisa walikuja kuonana miezi miwili toka Elisha amemaliza mitihani ya chuo. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya mahafali yao, huko matokeo yakionyesha kwamba Elisha alikuwa amefaulu vizuri kabisa. Wakati wa wahitimu kupokea zawadi, ndio wakati ambao Elisha alishtuka. Alikuwa anakabidhiwa bahasha kubwa ya kaki, na alipotazama mtu ambaye alikuwa anampatia, alishangaa sana kumuona alikuwa ni bwana Nyati. Hongera sana Elisha. Soma vizuri kabisa maelekezo kwenye bahasha. Alikuwa anazungumza pale bwana Nyati kabla ya kuondoka zake, akimwacha Elisha. Alikuwa anashindwa kabisa kusubiria na kuelekea kwenye gari yake ambako alifungua ile bahasha. Ndani ya bahasha kulikuwa na mwaliko wa kuhudhuria mafunzo mafupi ya ajira kwenye chuo cha LC nchini Mbogoland. Karatasi hilo lilikuwa limeambatana na tiketi ya ndege katika tarehe ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba ni wiki moja mbele kuanzia sasa. Hapo ndipo sasa Elisha alimpigia simu bwana Nyati akiwa anahitaji ufafanuzi wa kile ambacho alikuwa amesoma. Fanya tu kama ambavyo imeandikwa kwenye bahasha. Mengine nafikiri kwamba utayakuta mbele ya safari, na hiyo itakusaidia sana wakati unasubiria ajira yako ambayo unahitaji.
alikuwa anazungumza baada Bwana Nyati. Ni kweli kabisa Elisha alifanya hivyo. Wiki moja mbele alisafiri kuelekea nchini Mbogoland akiwa hakuna chochote ambacho alikuwa anajua kwamba anakwenda kujifunza kitu gani. Lakini alipofika tu alipokelewa na watu ambao walikuwa wameandaliwa na kupelekwa kwenye chuo cha LOS ambacho kinafundisha ujasusi. Huku Elisha alijifundisha upelelezi, mapigano ya bila kutumia silaha, lakini pia matumizi ya silaha ndogo ndogo na zile za kati. Elisha pia alifundishwa kuvuka vikwazo vya aina mbalimbali kama vile kutembea kwenye kamba, kupanda majengo marefu, kuruka viunzi pamoja na mambo mengine kama hayo. Mafunzo hayo yalitumia mwaka mmoja mzima, kwa maana kwamba ilikuwa ni miezi 12. Na Elisha aliporejea nchini Tanzania, alikuta mama yake alikuwa anaishi Kinyerezi kwenye nyumba nzuri, japo haikuwa ni kubwa sana, lakini ilikuwa ni nzuri sana. Nyumba ile ilikuwa ni nyumba nzuri ambayo Elisha aliambiwa kwamba alikuwa amepatiwa kama zawadi na serikali ya Mbogoland chini ya Mfalme Elvis Mbogo wa kwanza, ikiwa ni kama pongezi ya kazi nzuri ambayo alikuwa amefanya, kazi ya kufanikisha uchunguzi wa kumkamata msaidizi wa balozi. Na kingine ambacho alikuwa ameambiwa ilikuwa ni kwamba ataendelea kufanya kazi chini ya Bwana Nyati. Msikilizaji, na huo ndio ulikuwa ni mwanzo wa kijana Elisha kuanza kufanya kazi na Deus Nyati, akitumika kuingia na kuiba sehemu ambazo ni ngumu kuingia ama kuchukua kitu, na huku akiwa analipwa pesa nzuri kila mwezi, lakini pia alikuwa analipwa pesa za ziada kila baada ya kufanikisha jukumu moja. Moja kati ya jukumu ambalo alikuwa amelisaidia, japo lilikuwa ni jukumu binafsi ambalo alilipwa na mhusika, ni lile jukumu la Madam Suzana, yani mama mchungaji, akilipwa pesa milioni 7 taslimu kabisa, ikiwa ni zaidi ya milioni 2 katika pesa ambazo alikuwa ameahidiwa mwanzo. Na sasa mwanamume ameitwa tena na amepewa jukumu jingine, jukumu la kwenda kuiba ramani ya kale nyumbani kwa bidada tajiri aliyoko Songea mjini, kazi aliyopewa na Bwana Nyati kwa malipo ya zaidi ya shilingi milioni 10. Ndipo sasa kijana wetu Elisha amefika Songea akiwa ameletwa na Deus Nyati mwenyewe kwa usafiri binafsi wa gari BMW C6, gari ambalo Bwana Deus analipenda sana, yani tunaweza kusema kwamba ni gari ya ndoto yake. Kiufupi, tangu siku ya jana, yani Alhamisi, Elisha alipoingia nyumbani kwa Jessica, alianza kuchunguza na kujua idadi ya kamera, majengo yaliyopo eneo lile, njia za kuingia na kutoka, pamoja na idadi ya walinzi na wafanyakazi wa ndani ya nyumba pia. Lakini upande wa ndani pia Elisha alitazama kila kona kwa uangalifu mkubwa, kuona kama kuna uwezekano wa kuona chumba ambacho kinaweza kuwa kimehifadhiwa ramani ambayo alikuwa amepewa kazi ya kuja kuitafuta. Tukirejea sasa hapa Songea nyumbani kwa Jessica, msikilizaji, ambako tunawaona wawili hawa wanaendelea tu kuzungumza hili na lile, na walikuwa wanacheka kwa furaha na huku wanakunywa waini yao taratibu, na uchangamfu wao walikuwa wameongezeka kwa kiasi kikubwa. Ni kwa nini sasa hujaolewa mpaka sasa? Alikuwa anauliza pale swali Elisha, ambaye kusema ukweli kabisa alikuwa amejitambulisha jina lake halisi kwa Jessica. Na swali hilo linaonekana kumtatiza kidogo Jessica, maana jibu halisi likimshushia heshima yake. Nafikiri kwamba msikilizaji unajua vizuri kabisa kitu ambacho kilimtokea Jessica akiwa huko chuo nchini India. Sijue niseme kwamba sijabahatika tu, alikuwa anajibu pale Jessica akiwa anasaidiwa na pombe ambazo alikuwa amekunywa. Au sema tu kwamba mwenye bahati ya kukoa hajatokea. Alikuwa anazungumza pale Elisha na wote wakajikuta walikuwa wanacheka kidogo. Mikawa ya Jessica ambaye muda wote alikuwa nadhani ya kwamba yuko na kipofu, ilikuwa nampatia wakati mgumu sana Elisha, maana kila mkao walikuwa na ruhusu macho ya Elisha kuwa na mapaja yote akiwa wazi, na wakati mwingine alikuwa anaiona chupi pamoja na mtuno wa kitumbua. Bahati mbaya kwa uchangamfu ambao alikuwa na Elisha, ambaye Elisha ya kunywa glasi 3 za waini kwa uangalifu, kwa sababu yeye sio mnywaji sana, hakujizuia kufichua siri ya ukipofu wake. Lakini kuna wakati dudu ilikuwa inaonekana vile ambavyo ilikuwa imetuna pale juu ya kaptura yake, na hiyo ilikuwa inampatia shida sana Jessica, ambaye kuna wakati alikuwa anatamani kupeleka mkono wake aguse kile kirungu. Lakini sasa alikuwa anashindwa namna ya kuanza kutekeleza jambo hilo, na anabaki alikuwa anatazama tu kwa macho,
na huku alikuwa anahisi konda yake inatekenya kwa namna fulani na kuhitaji kitu fulani kitekenywe. Kwa sasa Elisha, mwanamke wako, anajua kama ulipata tatizo la macho. Alikuwa anauliza pale swali Jessica, swali la mtego, ili kujua kama Elisha ana mwanamke ama vipi. Bahati nzuri tako la kicheche kwa akili zake za kuzaliwa akaubaini mtego huo. Kwanza alianza kucheka na kisha akajibu, hata kama angekwepo bado ningeshindwa kabisa kumweleza, maana nisingejua kabisa angezipokea vipi taarifa hizi. Alikuwa anazungumza pale Elisha na kumfanya Jessica achie tabasamu pana. Kwa sasa na uzuri wako huo wote hauna kabisa mwanamke Elisha. Ni vigumu sana kuthibitisha hilo ambalo unauliza dada, lakini jaribu kuniamini tu. Alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ambayo ilikuwa na uchangamfu mkubwa. Lakini ulishawahi kuwa na mwanamke, si ndio? Ndio, nimeshawahi kuwa na mwanamke wakati ambapo bado nilikuwa chuo. Alikuwa anajibu vile Elisha, na hapo Jessica alikaa vizuri. Hiyo vizuri yenyewe sasa ilisababisha mapaja ya achane na kutengana kabisa, na huku mtono wa kitumbua chake ndani ya chupe nyeupe kuonekana vizuri ukiwa umechora ramani nzuri kabisa ya kitumbua. Lakini hukumpenda sana huyo mwanamke wako, si ndio? Hapana, nilimpenda sana na sijawahi kabisa kumdanganya katika mapenzi yetu. Hata kumpenda pia nilikuwa nampenda utadhani kwamba nimemuumba mimi mwenyewe. Alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ambayo ilikuwa na hisia za ndani kabisa. Hata wewe ungeamini kwamba hiki ambacho alikuwa anazungumza hapa kilikuwa na ukweli. Sasa ni kwa nini mliachana, Elisha? Alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ya utulivu ambayo ilikuwa na mshangao ndani yake. Hapo Elisha, ambaye kiukweli kila sekunde vile ambavyo ilikuwa nakwenda, uvumilivu ulikuwa unazidi kumshinda kutokana na mkao wa Jessica, akashusha pumzi kidogo, na huku alikuwa anatengeneza hadithi kichwani mwake. Maana kila kitu ambacho alikuwa anajibu hapa kilikuwa na uongo, na ulikuwa ni uongo ambao alikuwa anatakiwa kuutunga pale pale. Siwezi kusema kwamba alikuwa ni mbaya kwangu, lakini naweza kusema kwamba alifanya jambo ambalo mimi sikulipenda. Alikuwa anajibu vile Elisha kwa sauti ya utulivu, na huku alikuwa anajitahidi kukopesha macho yake yasitazame kwenye kitumbua cha Jessica. Alifanya kitu gani ambacho unasema kwamba kilikuwa na kibaya kilichokufanya umwache? Alikuwa anauliza pale swali Jessica, ambaye kusema kweli kabisa alikuwa anazidi kuona jinsi dudu ya Elisha vile ambavyo ilikuwa anazidi kujitutumua kiasi cha yeye kutamani angalau aikalie na kujipimia utamu. Kusema kweli kabisa, msikilizaji, hiyo ilikuwa na mshangaza hata Jessica mwenyewe, maana hamu ya kuionja dudu ya kipofu Elisha vile ambavyo ilikuwa inaongezeka kila sekunde ilikuwa ni balaa, kiasi cha kuhisi macho yake yanaanza kuwa mazito kama alikuwa amelewa sana waini, ama labda alikuwa ameshukwa na kijiusingizi. Kitu ambacho hata Jessica mwenyewe hakuelewa juu ya kilichokuwa kinamtokea ilikuwa ni kwamba kutamani kwake dudu ya Elisha sio kwa sababu alikuwa ameiona asubuhi ya siku hiyo. Ukweli ni kwamba tayari Elisha alikuwa ameshaanza kumpenda na kumwonea huruma Elisha kutoka jana alipomwona kwa mara ya kwanza. Kwa hivyo hiki ambacho kilikuwa kinamtokea ilikuwa ni matokeo ya upendo ambao alikuwa nao kwa Elisha toka mwanzo. Na kitu ambacho wanapaswa kukijua, msikilizaji, ili kusudi uweze kujibu mitihani ya maisha katika mapenzi, ni kwamba ni vigumu kumfikisha kileleni mwanamke ambaye kwako ameletwa na shida zake, ama labda amefuata fedha. Lakini kwa mwanamke ambaye amekupenda kweli kabisa kutoka moyoni, wala huwezi kutumia nguvu nyingi sana kumpenda. Na matokeo yake ni kama haya ambayo unayaona kwa Jessica, ambaye bado alikuwa amekaa kwa kutanua miguu yake. Glasi ya waini ilikuwa mkononi mwake na kitumbua kilikuwa kinamtazama Elisha. Alifanya makosa mawili, naweza kusema. Mara ya kwanza niligundua kwamba alifanya mapenzi na mkufunzi wetu wa chuo ili kusudi apewe majibu ya mtihani. Alikuwa anazungumza pale Elisha, ambaye anatazama upande wa Jessica,
akiwa amekanza uso wake mbele kama hamtazami, na kumbe macho alikuwa anatazama kitumbua. Alichokiwa na Elisha kinamfurahisha kidogo, kwa sababu aliona kulikuwa na ubichi juu ya mtuno wa kitumbua cha Madam Jessica, utepetepe ambao ulikuwa ni mzito kiasi, na hiyo ilikuwa inaashiria kwamba shamba la bibi lilikuwa limejaa chemchemi ya mlenda. Lakini sasa hilo nilimsamehe, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba ni kosa lake la kwanza. Lakini baadaye niligundua kwamba anatembea na mzee mmoja mtaani kwao. Alikuwa anazungumza pale Elisha, na huku alikuwa anatazama mbele ambako kulikuwa na kitanda pamoja na mlango wa bafu kwa mbele yake. Na walipomuuliza alisemaje? Alikuwa anauliza pale swali Jessica, na huku alikuwa anatanua mapaja yake na kujitazama ufukoni mwake. Ni wazi kabisa alikuwa anashindwa kujitazama kutokana na ukubwa wa mwili wake. Alisema kwamba huyo mzee ndio ambaye anamsaidia kulipia gharama za chuo, kwa hivyo hawezi kabisa kumwacha, na akanitaka mimi nivumilie tu kwa hilo. Alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ya huzuni kidogo, na kwa macho ya wizi alikuwa anamtazama Jessica. Basi kusema kweli kabisa, huyo mwanamke alikuwa ni mshenzi sana. Hata mimi nisingeweza kabisa kumvumilia mtu wa namna kama hiyo. Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa na hasira kidogo, na wote wakacheka. Hapa unapita ukimya mfupi, kama vile kila mtu alikuwa anatafuta swali jipya la kumuuliza mwenzake, na mtu wa kwanza kabisa kulipata swali alikuwa ni Jessica. Kwa sasa Elisha, una muda gani hujafanya mapenzi? Alikuwa anauliza pale swali Jessica, ambaye sasa anapeleka mkono wake na kugusa kitumbua chake juu ya chupi yake pale kwenye kitumbua, na kisha anatazama kidole chake. Anapogundua jambo, anatoa macho kwa mshangao na kumtazama Elisha. Anamwona Elisha alikuwa ameelekeza macho mbele tu kama kawaida. Ni kama mwaka wa pili sasa sijafanya kabisa mapenzi. Alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ya kawaida tu, kama vile hakuwa anaona kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa Jessica, na kumbe kila kitu alikuwa anaona. Mbona sasa huwa nasikia kwamba mwanaume eti hawezi kabisa kuvumilia kukaa muda mrefu bila kufanya? Alikuwa anazungumza pale Jessica, na huku alikuwa anasimama na kuingiza mkono wake kwenye chupi yake, anagusa tena kitumbua. Nafikiri kwamba ni maneno tu hayo watu wanazungumza. Mbona hata kwa mwanamke wanasema kwamba mwisho ni miezi kama 3 tu. Alikuwa anazungumza pale Elisha, na huku alikuwa anamwona Jessica alikuwa anatoa mkono kwenye chupi yake na kutazama kidole chake ambacho kilikuwa ni kama kimetoka kwenye bakuli la mrenda. Jessica anacheka kidogo, na huku alikuwa anamtazama Elisha. Hamtazama usoni, lakini anamtazama kwenye bukta yake ambako pamechachama kweli kweli, na hiyo inamshangaza kidogo Jessica. Nakuja sasa hivi, subiri kidogo. Alikuwa anazungumza pale Jessica, na huku alikuwa anaelekea bafuni. Anaingia bafuni, na huku alikuwa anashanganua hadi ambayo alionayo Elisha kwa kusimamisha dudu yake kiasi kama kile. Na anaonekana kwamba ana ugwadu kweli kweli, maana miaka yoyote sio mchezo. Alikuwa anazungumza pale Jessica, ambaye anaamini kabisa kwamba Elisha alikuwa ni kipofu. Jessica anavua chupi na kuitazama sehemu iliyoloa. Anaona kulikuwa na mlenda mwingi kweli kweli, na tena mlenda ambao anakutana nao anapojipapasa kitumbua, na kuona umetawanyika eneo la nje la kitumbua, huku mwingine ukiwa unaelekea kwa jirani. Sasa hapa sijui nijifanye kwamba nimelewa alafu nifanye naye mapenzi, alafu asubuhi nimwombe msamaha kwamba jana nilikuwa nimelewa. Alikuwa anawaza pale Jessica, na huku alikuwa anachuchuma kwenye sinki la choo na kuanza kumwaga mkojo. Ama wacha kwanza nimuongezee waini mpaka alewe, alafu ndio tufanye. Alafu asubuhi nimwambia hata mimi sikujielewa wakati ambapo tulikuwa tunafanya. Alikuwa anawaza pale Jessica, ambaye kusema kweli kabisa leo
alikuwa ameshikwa na kiu ya dudu isivyo kawaida. Jessica ambaye chupi ameirushia kwenye tenga la nguo chafu ananawisha kitumbua chake na kisha anajifuta kwa taulo dogo ambalo lilikuwa limetundikwa mle bafuni, na kisha anatoka bafuni na huku akiwa na kigauni peke yake bila hata kuwa na nguo ya ndani. Anamaliza kunawa mikono kwenye sinki la sehemu ya bafu na kisha anaanza kutembea kuelekea kwenye kochi pale ambapo alikuwa amekaa mwanzo. Kwa sasa Elisha, kama unasema kwamba hujafanya mapenzi ya miaka 2, hapa ukimpata mwanamke si anaweza kumuua kabisa jamani? Alikuwa anauliza bali swali Jessica, ambaye kusema kweli kabisa hata yeye hakujua kabisa ujasiri wa kumwongelesha hivi mwanaume alikuwa ameutoa wapi. Elisha anacheka kidogo, kicheko ambacho kilikuwa na aibu ya kuigiza, na kisha anajibu, nitamtoa wapi sasa mwanamke wa kumfanyia kama hivyo jamani? Alikuwa anazungumza pale Elisha, na huku alikuwa anamuona Jessica alikuwa anakaa juu ya kochi na alikuwa analazimisha kigauni kishuke chini. Elisha bwana, wanawake wote hao ama nikupatie mmoja wa wafanyakazi wangu hapa ufanye naye? Alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ya utani, japo ulikuwa ni mtego mkubwa sana kwa Elisha, ambaye macho yake aliweza kuona kile kigauni vile ambavyo kilikuwa kinashindwa kuficha sehemu ya utupu. Kusema ukweli kabisa ni vigumu kusema hapana dada Jessica, hasa ukiwa na hali kama hii ambayo nilionayo mimi. Lakini kiukweli hata kama ni njaa kiasi gani, siwezi kula chakula ambacho sikipendi. Alikuwa anazungumza pale Elisha, na hapo Jessica alishtuka kidogo. Ukweli Jessica alikuwa anahisi kwamba Elisha alikuwa anamaanisha kwamba hawezi kufanya mapenzi na mwanamke yeyote yule mpaka yeye atake, na hiyo ilikuwa inamaanisha kwamba hata yeye asitegemee kitu kama hicho kutokea kwake. Unamaanisha kitu gani kuzungumza kama hivyo Elisha? Alikuwa anauliza pale swali Jessica, ambaye sasa aliona ni vigumu kuzuia kitumbua kwa kila kigauni ambacho alikuwa amevaa, kwa vakansha ya kitumbua chake kipunge hewa, hali ambayo inampatia wakati mgumu sana Elisha mwenyewe. Kusema ukweli kabisa, sasa Elisha alikuwa anaweza kuona kitumbua wazi kabisa ambacho ungeweza kusema kwamba kilikuwa ni kitumbua cha bandia, hasa kwa jinsi vile ambavyo kilikuwa kimejaa na kupamba kwa mchoro fulani ambao ulikuwa umechorwa kwenye kitumbua na kupotelea makalioni. Mimi sijawahi kabisa kulala na mwanamke kwa ghafla. Alikuwa anazungumza pale Elisha, na huku alikuwa anapapasa meza. Unatafuta kitu gani Elisha? Nataka kuweka glasi niende chooni kwa sababu mkojo umenibana. Alikuwa anazungumza pale Elisha, na huku alikuwa anaongeza kasi ya kupapasa. Hebu subiri kwanza Elisha, subiri kwanza. Alikuwa anazungumza pale Jessica, ambaye anajiweka vizuri na kuchukua glasi kwenye mkono wa Elisha, huku Elisha mwenyewe alikuwa anasimama na fimbo yake mkononi. Samani dada Jessica, njia ya kwenda chumbani kwangu ipo wapi? Alikuwa anauliza pale swali Elisha, na huku alikuwa anapapasa kwa kutumia fimbo. Acha kwanza fimbo na kupelekea Elisha, sawa? Hata huku kwangu kuna chuo pia unaweza kutumia. Alikuwa anazungumza pale Jessica, na huku alikuwa anashika fimbo ya Elisha na kuiweka kwenye kochi. Sawa, basi twende. Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa upendo na udekevu, na huku alikuwa anaushika mkono wa Elisha. Ni kwa nini uhangaike wakati mimi nipo jamani? Eti Elisha. Alikuwa anauliza pale tena swali Jessica, ambaye ushikaji wake wa mkono ni ule wa kirafiki, sio kwamba ni ule wa kumwongoza kipofu njia. Elisha anajikuta alikuwa anaacha tabasamu pana, huku alikuwa anatembea ubavuni kwa Jessica, na wakiwa wamegusana kabisa, kila mtu akiwa anahisi joto la mwenzie, wakati Jessica akiwa anajisikia raha na upwiru unaongezeka, huku Elisha alikuwa anawaza namna ya kumshawishi Jessica ili kusudi atoe kitumbua. Wanafika kwenye mlango wa chooni. Jessica kwa umakini mkubwa kabisa anampanisha Elisha ngazi moja, huku Elisha alikuwa anafuata na kisha anamongoza upande wa choo. Shimo la choo liko hapo mbele yako,
"We kojoa tu, tutamwagia maji." Alikuwa anazungumza pale Jessica, na hapo Elisha anatulia bila kufanya chochote. "Vipi tena Elisha, mbona ukojoi, ama unataka nikusaidie?" "Hapana, nasubiria utoke kwanza." Alikuwa anazungumza pale Elisha, na huku alikuwa anacheka. "We kojoa tu bwana, mimi wala sikuoni, nipo nyuma yako kabisa huku." Alikuwa anazungumza pale Jessica, na huku alikuwa anaashia kicheko, na macho yake alikuwa usawa wa Dudu ya Elisha. Hapo Elisha anaitwa Dudu kutokea kwenye bukta. Mbaya zaidi, hakuwa amevaa nguo yoyote ya ndani, yani boxer. Jessica anajionia mwiko wa mpingo ambao sio tu kusimama, mpaka ile mishipa ya hasira ilikuwa imeizunguka hiyo duduasha. Jessica anajiziba mdomo wake ili kusudi asishangae kwa sauti. "Hivi Elisha, unafikiria kwamba ukiumwa kwa sasa ni nani atakuhudumia?" alikuwa anauliza pale swali Jessica. "Kusema ukweli kabisa, hata siombei niumwe, maana na hii hali nilionayo nitawapatia shida tu watu." Alikuwa anazungumza pale Elisha sekunde karibia 60 ama dakika nzima. Bado Elisha alikuwa anamwaga mkojo tu, na anapomaliza anaanza kupapasa. "Samani, kuna ndoo ya maji?" alikuwa anauliza pale swali Elisha, ambaye analiona bomba la kutawazia ambalo lilikuwa na kidude ambacho kinamwaga maji mengi. "Kuna bomba hapa, unaniruhusu nikupatie?" alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ya utani ambayo ilikuwa inanong'ona, na huko alikuwa anachukua lile bomba. "Hili hapa," anazungumza pale Jessica, na hapo Elisha akajifanya alikuwa anakosea, maana alimminya kile kidude na kuruhusu maji, huku matundu yalikuwa yamegeukia juu. Maji yanamwagika kwa juu kuja usawa wa mili yao. Elisha anajifanya kushtuka na kukiasha kile kidude. "Hapana Elisha, sio hivyo," alikuwa anazungumza pale Jessica, na huku alikuwa anachuchuma akiokota kile kibomba, na hiyo inasababisha kitumbua kiachame. Wakati huo Elisha na yeye alikuwa anachuchuma na kuanza kupapasa lile bomba, na kwa makusudi yake kabisa, ambayo ni kama bahati mbaya kwa Jessica, Elisha anapeleka mkono uvunguni mwa Jessica. Kusema kweli kabisa, msikilizaji, kuna kazi zina dhambi mno. Yaani unajua, kwa makusudi kabisa kijana wetu Elisha anapeleka mkono wake usawa wa kitumbua cha Jessica, na anaujaza kabisa mkono juu ya kitumbua cha Jessica, huku uso wake alikuwa ameelekeza juu, akiwa anajifanya kwamba alikuwa haoni. Elisha anagusa kunde kwenye kitumbua cha Jessica, ambaye anashtuka na kuinuka haraka, na huku alikuwa na kibomba mkononi, huku Elisha naye alikuwa anashtuka kwa nguvu na alikuwa anarudisha mkono wake nyuma. "Samahani," alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ambayo ilikuwa na uoga mkubwa, na huku alikuwa anamtazama bidada Jessica, ambaye anatoka kwenye mshtuko, anaachia tabasamu lenye aibu. "Wala usijali kabisa Elisha, kwani unajua kitu gani ambacho umegusa?" alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ya kunong'ona iliyoambatana na tabasamu, na huku alikuwa anaushika mkono wa Elisha na kumpatia lile bomba. "Hata sijui nimegusa kitu gani dada Jessica, lakini tu nimejikuta na sisi mkwa basi," alikuwa anazungumza pale Elisha, na huku alikuwa anaweka sawa kile kidude na kuanza kunawa. Jessica anachungulia na kuona jinsi Elisha vile ambavyo alikuwa anasafisha dudu yake. Anajikuta alikuwa anaongeza kiu ya kuhitaji hiyo dudu. "Umesisi mkaji yani Elisha?" alikuwa anauliza pale swali Jessica, na huku alikuwa anatazama jinsi Elisha alivyokuwa anamaliza kusafisha dudu. "Kusema ukweli kabisa dada Jessica, nashindwa hata kuelezea. Hata sijui nilikuwa nawaza nini," alikuwa anazungumza pale Elisha, na huku alikuwa anarudisha dudu ndani ya bukta. Jessica alikuwa anasindikiza kwa macho, na huku alikuwa anamezia mate kwa matamanio. Jessica anaudaka mkono wa Elisha na kuanza kumongoza kutoka bafuni. "Kwa hivyo ukinigusa sehemu, wewe unajua kabisa umenigusa wapi, si ndio?" alikuwa anauliza pale swali Jessica, na huku alikuwa anatembea kuelekea kwenye kochi.
Labda kama nitatulia kidogo ndio naweza kujua sehemu niliyogusa. Alikuwa anazungumza pale Elisha bila kuonyesha kama alikuwa anatania ama alikuwa anaona aibu. Sawa, basi ngoja tujaribu tuone. Alikuwa anazungumza pale Jessica huku alikuwa anamsaidia Elisha kukaa kwenye kochi. Elisha anajikuta alikuwa anasisimuliwa na mpango wa Jessica wa kujaribu kugusisha, lakini anajikaza ajifanye hakuna chochote ambacho alikuwa anajua. Lakini nimesema kwamba mpaka nikitulia kidogo ndio nitajua. Na nikishindwa basi naomba usinicheke. Kwa nini nakucheka jamani? Eti Elisha alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa namna ya kubembeleza. Elisha anakaa kwenye kochi. Jessica anachukua glasi ya waini ya Elisha na kisha kumpatia mwenyewe, ambaye anakunywa kidogo na huko na yeye alikuwa anakunywa ya kwake, na kisha anaweka mezani na kuchukua glasi ya Elisha na kuiweka mezani pia. Haya, tuanze sasa. Alikuwa anazungumza pale Jessica ambaye alikuwa bado amesimama mbele ya Elisha. Sawa, lakini naomba utanipatia nafasi mbili. Alikuwa anazungumza pale Elisha huku macho alikuwa ameelekeza mbele kama wanavyofanya vipofu wengine. Ni sawa, kuna shida. Na ni majibu mawili tu basi. Leta mkono. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anainama kidogo na alikuwa anachukua mkono wa kulia wa Elisha na kuusogeza kidole cha Elisha kwenye pua yake. Anakaa kwa sekunde kama 5 kisha anakitoa. Umegusa nini? Alikuwa anauliza pale swali Jessica ambaye hata yeye hakujua kabisa hili wazo ni wapi ambapo alikuwa amelitoa na ni kwa nini alikuwa amepata wazo kama hili. Nimegusa pua. Alikuwa anajibu pale Elisha na Jessica akacheka kidogo. Naona hiyo imekuwa rahisi. Aya, subiri tuone tena sasa. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anasogeza tena kidole cha Elisha kwenye shavu lake la kushoto. Anatulia kwa sekunde chache kisha anakitoa. Safari hii umegusa kitu gani? Nimegusa shavu. Alikuwa anajibu pale Elisha kwa sauti ambayo ilikuwa na mashaka na huku alikuwa anaacha tabasamu. Mbona sasa unanishinda sana namna kama hii Elisha? Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa sauti ya kulalamika na kudeka. Lakini hivyo ni rahisi sana kuvijua. Japo kila sehemu ya mwili wako ni laini sana. Alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ya utulivu iliyokuwa na hisia kali na huku alikuwa anaacha tabasamu la tafakari. Haya, basi wacha tuone kwanza safari hii. Alikuwa anazungumza pale Jessica na hapo Elisha akachekecha akili yake kwamba kama hatajikosesha hata mara moja atabainika juu ya uongo wake wa kujifanya kipofu. Kwa hivyo ilikuwa ni lazima atoe jibu la uongo hata mara moja. Sawa, lakini sasa sijasema kwamba naweza kujua sehemu zote. Usijitetee bwana. Ukishindwa ndio umeshindwa tu, hamna kujitetea. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anaachia kicheko cha furaha ambacho kilikuwa na utani fulani mtamu. Jessica anaushika tena mkono wa kijana wetu Elisha, anainua kigauni chake kwa mkono mwingine, akiwa anaachia wazi kitumbua chake ambacho kilikuwa kimepambwa na mchoro fulani ambao Elisha hakuhangaika kabisa kuutazama. Jessica ambaye alikuwa anaamini kabisa kwamba Elisha hakuwa na chochote ambacho alikuwa anaona, anasogeza kidole cha Elisha tumboni kwake na anagusisha kwenye kitovu chake na kisha anatulia kwa sekunde chache kabla ya kutoa. Elisha ambaye macho yake muda wote yapo kwenye kile kitumbua ambacho kilikuwa kimeanza tena kuloana kwa mlenda mzito, anajikuta alikuwa anaulizwa swali. Haya sasa niambie, sasa hivi umegusa kitu gani? Alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ya kujiamini. Wakati Jessica anasubiria jibu, akachukua glasi zote mbili na kumpatia Elisha glasi yake, na yeye anakunywa kidogo waini yake na kisha anaweka glasi mezani na anachukua tena glasi kutoka kwa Elisha na kuiweka mezani pia.
Elisha anaanza kwa kutikisa kichwa kushoto na kulia, ishara kwamba alikuwa anakataa, kwa maana kwamba alikuwa anashindwa kujua mkono wake ulikuwa umegusa wapi. Kusema ukweli kabisa, hapo sijaambulia chochote dada Jessica. Labda naomba niguse tena. Sawa, utagusa mara ya mwisho. Ukishindwa tunahamia sehemu nyingine. Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa na lalamiko lenye deko, na huku alikuwa anaushika mkono wa Elisha tena na akausogeza kwenye tumbo lake, akinyanyua gauni lake na kuacha chini pakiwa wazi. Fahari ya macho haifirisi duka. Elisha anatazama kitumbua cha mwenyeji wake ambaye anazania kwamba Elisha ni kipofu. Kidole chake kinagusa tena kitovu. Zinapita sekunde kama 5, inaonyesha Elisha bado hajatambua kitu, kwa sababu anaanza kutembeza kidole chake kama alikuwa anaangalia umbo la sehemu ile, na anatembeza kidole taratibu akiwa anazungusha kidole chake kuzunguka eneo la kitovu cha Jessica ambacho kilikuwa kimetumbukia kwa ndani. Sidhani kabisa kama wewe ni mgeni wa kile ambacho anapitia Jessica, msikilizaji, kwa muda huu. Lakini sasa ungeona kwa macho msisimko ambao waliupata Jessica, ambaye alionekana alikuwa anafumba macho na kung'ata meno huku alikuwa anakunja vidole vyake vya miguu. Basi ungestaajabu haswa. Jessica anatulia kwa dakika moja nzima akiwa anasikilizia mtekenyo pamoja na ule msisimko ambao ulikaribia kumfanya apige makelele kabisa. Lakini sasa, kabla hata hajafanya chochote, anaona Elisha alikuwa anaondoa mkono wake kwenye tumbo. Tayari nimeshajua. Alikuwa anazungumza pale Elisha na kumfanya Jessica azinduke kutoka kwenye msisimko ambao alikuwa anaupata. Haya, niambie sasa, umegusa kitu gani? Alikuwa anazungumza pale Jessica ambaye sauti yake inakwama kooni, anakoa kidogo na kisha anazungumza vizuri. Nimegusa kitovu. Alikuwa anazungumza pale Elisha na huku alikuwa anatabasamu kama mtu mwenye wasiwasi na jibu lake, kama kweli kabisa hicho ambacho alikuwa amejibu ama alikuwa amekosea. Lakini Jessica anaachia kicheko cha kimya kimya. Sawa, umeweza na sasa hivi. Lakini sasa kama utapatia na hii, wewe utakuwa ni kiboko. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anakaa kwenye kingo ya kochi, anaushika mkono wa Elisha ambaye anamuona kama vile mwanasesere wake, kwa kujua kwamba kijana huyu alikuwa amepoteza kabisa uwezo wake wa kuona na kwamba hakuna chochote ambacho alikuwa anaona juu ya kile ambacho alikuwa anafanya. Jessica anapanua miguu yake na anasogeza mkono wa Elisha kupitisha katikati ya mapaja yake mpaka kwenye uvungu wa hazira yake na anagusisha kidole kwenye mpasuko wa kitumbua chake. Kwa msaada wa mlenda, kidole kinazama inchi moja ndani ya kitumbua. Jessica anamtazama Elisha ambaye uso wake alikuwa ameuelekezea juu na alikuwa anaonekana wazi kabisa kwamba yupo katika tafakari nzito. Jessica anashusha macho kwenye bukta ya Elisha. Anaona dudu ya Elisha ilikuwa inazidi kuchachamaa. Ndo amepata hisia au? Alikuwa anajiuliza pale swali kwa mshangao wa Jessica, na huku alikuwa anatoa mkono wa Elisha ufukoni mwake. Haya, niambia sasa, umegusa kitu gani Elisha? Alikuwa anauliza pale swali Jessica, na huku alikuwa anachukua chupa ya waini na kumimina waini kwenye glasi zote mbili. Kusema ukweli kabisa dada Jessica, kuna kitu ambacho nahisi mpaka natetemeka. Alikuwa anazungumza pale Elisha. Jessica anaacha kicheko cha aibu. Kwani wewe unahisi ni kitu gani ambacho umegusa? Alikuwa anauliza pale swali Jessica, na huku alikuwa anampatia glasi moja Elisha na kila mtu anakunywa funda lake moja la wine. Ni kitu gani ambacho unahisi kwamba umegusa Elisha? Alikuwa anauliza pale tena swali Jessica, na huku alikuwa anachukua glasi mkononi mwa Elisha ambaye anaishia kutabasamu barabara kujibu. Itakuwa hujajua kabisa we ni kitu gani ambacho umegusa, si eti? Labda nikuguse tena.
Alikuwa anazungumza pale Elisha huku uso wake ulikuwa umepambwa na tabasamu korofi. Haya, hii hapa ni mara ya mwisho sasa. Ukishindwa kujua umegusa kitu gani ndio umeshakosa hivyo. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anatanua tena miguu yake na kushika mkono wa Elisha. Jessica anausogeza mkono wa Elisha kwenye kitumbua chake na anaweka kidole kama ambavyo alikuwa amefanya mwanzo. Safari hii Elisha anatulia kidogo na kisha anaanza kuchezesha kidole chake taratibu, ni kama vile anatafuta uhalisia wa sehemu ile. Jessica akiwa ametulia anaona kidole cha Elisha kinashuka chini kidogo na kisha kinapandisha juu na huku kinaparuza mashavu ya kitumbua, kikimpatia mtekenyo fulani ambao ulikuwa na raha mpaka kinapogusa kunde. Hapo Elisha anatuliza kidole sekunde kama 3 nzima na kisha anatikisa kidole juu ya kunde mara kadhaa na kumfanya Jessica atamani kubana mapaja yake, lakini anashindwa kuhofia kumsanua Elisha. Jessica anashangaa kuwa na Elisha alikuwa anatembeza kidole taratibu juu ya kunde na anazidi kumletea raha fulani ambayo ilimfanya ashindwe kabisa kujizuia na kujikuta alikuwa anaanza kuzungusha kiuno taratibu na huku alikuwa anaachia mkono taratibu na macho anayefumba. Elisha anatoa mkono kwa haraka, ni kama mtu ambaye alikuwa ameshtuka hivi. Usiache bwana Elisha. Alikuwa analalamika bila Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa imezidiwa na kiu kali ya dudu ambaye alishasahau kabisa kwamba hapa wapo katika mchezo. Samahani, lakini nilihisi alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ambayo ilikuwa na woga kidogo, lakini kabla hata hajamaliza kuzungumza na kuomba samahani ya hicho ambacho alikuwa anataka azungumze, tayari Jessica alikuwa ameshaudaka mkono wake na kuusogeza tena kwenye kitumbua. Haya, endelea sasa kufanya kama ambavyo alikuwa anafanya. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anajiweka vizuri. Safari hii alikuwa anashuka chini na kukaa kwenye kochi kabisa, huku alikuwa anajiegemeza kwenye kingo ya kochi kama alikuwa amejilaza. Hapo sasa kijana wetu Elisha, ama kwa jina lake la utani Tako la Kicheche, ambaye alishajua kitu gani ambacho mwenyeji wake alikuwa anahitaji, ambaye hata yeye hakujua kabisa kama ndio bosi wake, lakini alikuwa anajua kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapaswa kumwimbia ramani na kuondoka zake. Taratibu akaanza kuchezea kunde kwenye kitumbua cha Jessica, bidada ambaye sio tu ni mzuri msikilizaji, lakini pia alikuwa ni mmoja kati ya matajiri wakubwa sana hapa Songea. Swala la heshima ambayo alikuwa amejijengea, hilo ni la huko mtaani, lakini kwa sasa alikuwa ameliweka pembeni. Elisha anaendelea kuchezea kunde kama vile mtu ambaye alikuwa amelazimishwa, ama kama vile mtu ambaye hakuwa anajua kile ambacho alikuwa anafanya, huku alikuwa anamwona Jessica anazungusha kiuno taratibu na miguu alikuwa amepanua kwa nguvu, macho alikuwa ameyafumba. Kuna wakati Jessica alianza kutoa miguno ya utamu. Elisha, unajua ni kitu gani ambacho umegusa Elisha? Alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ya tabu iliyozidiwa na utamu. Ndio, najua. Elisha anaitikia vile kwa sauti ya kawaida tu, na huku alikuwa anaendelea kuchezea kunde ya Jessica. Utamu umemkolea Jessica. Anajikuta alikuwa anahitaji zaidi. Anajitoa kwenye mkono wa Elisha na kumsogelea zaidi, ambaye alikuwa amekaa vile vile na macho alikuwa ameelekeza mbele kama vipofu wengine. Hapo Jessica anakumbuka jambo fulani. Jamani Elisha, mbona sasa ni kama hupendi eti? Hapana, napenda, lakini sasa naumia. Alikuwa anazungumza pale Elisha na huku alikuwa anajishika kwenye dudu ambayo sio tu kwenye totumua, lakini pia ilikuwa ameshalowesha bukta. Jessica anaachia tabasamu pana. Jamani, na kumbe na wewe unataka pia Elisha? Sasa si ungeniambia tu eti? Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anashika bukta ya Elisha na kuishusha chini mpaka miguuni, akiacha dudu ionekane jinsi pale ambavyo ilikuwa imesimama kwa nguvu. Jessica anaishika dudu ya Elisha na kuanza kuchezea taratibu kama vile alikuwa anaikagua. Elisha anapapasa kidogo na kisha anashika manyonyo ya Jessica na kuanza kumchezea chuchu zake. Nafikiri kwamba upwilu ambao alikuwa nao Jessica ulikuwa ni mkubwa mno, kwa sababu kilipoguswa tu aliitika. Jessica alikuwa ni wa moto.
Alisisimka kupita kiasi. Safari alikuwa anashindwa kabisa hata kuongeza dakika moja ya kusubiria. Elisha, tafadhali sana, naomba iingize please. Alikuwa anazungumza baada ya Jessica, na huku alikuwa anamsukuma Elisha akimtaka aegemee kochi, na kisha na yeye aligeuka na wote wakatazama katika upande wa kitanda. Kwa maana kwamba Jessica alishika dudu ya Elisha na kuilengesha kwenye kitumbua, na kisha alikaa kama alikuwa anakaa kwenye kochi na alipandisha miguu yake juu, alafu akashuka chini taratibu. Mwiko ulikuwa unasaidiwa na mlenda kuzama kwenye chungu taratibu. Hapo sasa sio tu Elisha peke yake ndio alikuwa na sisimko na utamu wa kufanya kitendo hiki. Hata bidada huyo Jessica alikuwa na hisi msisimko mtamu kiasi cha kujikuta alikuwa anashusha pumzi nzito, na bila kuambiwa ama kufundishwa kitu gani ambacho alikuwa anatakiwa afanye, akaanza kujishusha na kujipandisha mwenyewe. Elisha akiwa ameshika kiuno cha bidada Jessica anamsaidia kupanda na kushuka. Mwicho ulikuwa anaingia na kutwanga kinu kwa ustaarabu na upole, sambamba na miguno ya sauti tamu za Jessica. Lakini sasa licha ya utamu ambao Elisha alikuwa anaupata kwa kutwanga kwenye kikinu cha mwanamke ambaye ukimwona mtaani unaweza kujiuliza na kukosa jibu ni nani ambaye anamfaidi, lakini kusema ukweli kabisa alishindwa kumwelewa ni kwa nini alikuwa amechora mchoro wa tatu ambao haueleweki kabisa kwenye mgongo wake, ambao ulikuwa unashuka mpaka kwenye makalio yake kuelekea kwenye kitumbua. Maana mchoro ulikuwa unaonekana nyoka sio nyoka, dragon sio dragon, na kama ni ua basi mchoraji alikuwa na uwezo mdogo sana wa kuchora ua. Utamu ulidumu kwa dakika kama 5 nzima kabla Jessica hajaomba abadilishe mkao, kwa maana kwamba alikuwa amechoka kulala chali huku Elisha akiwa anakuja juu yake. Na hapo ndipo Jessica alipoonyesha kitu ambacho hata yeye hakujua kabisa ameweza vipi, maana alizungusha kiuno huku utamu ulikuwa unazidi kupanda. Mchezo ulikuwa unazidi kuendelea tu, na huku alikuwa anabadilisha mitindo kila baada ya muda fulani, huku alikuwa na hama maeneo, mara washuke chini kwenye zuria, mara wapande kwenye kitanda ama kwenye sofa, na mwisho alimaliza kitandani na ule mkao wa kuku na nazi, ikiwa wametoka kuimaliza staili ya mbuzi kagoma kwenda machinjioni iliyofanyika hapo hapo juu ya kitanda. Jessica akajitupa pembeni ya Elisha na kujikuta alikuwa anapitiwa na usingizi mzito, mpaka alipokuja kuamka saa 10 za alfajiri alimwona Elisha alikuwa amelala pembeni yake. Akatabasamu na kwenda chooni ambako alikojoa na kurejea tena kulala. Hakuchelewa tena kupitiwa na usingizi mpaka saa 12 za asubuhi ambapo alikuja kustuliwa na sauti ya Elisha. Vipi Elisha, unataka kwenda chooni au? Alikuwa anauliza pale swali Jessica. Hapana dada Jessica, nilikuwa naomba unipeleke chumbani wasije kutuona. Alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti ya kunong'ona. Atatuona nani sasa Elisha? Kwani umesahau kabisa kwamba mimi ndio mwenye hii nyumba au? Alikuwa anauliza pale swali Jessica na kumtaka Elisha aendelee kulala. Elisha naye aliacha tabasamu la pembeni na kujilaza kitandani, na huku alikuwa anakumbuka uchunguzi ambao alikuwa ameufanya toka amefika usiku wa siku ile. Kusema ukweli kabisa, toka ameanza wizi, hii ndio kazi yake ya kwanza kabisa kuwa ngumu, kwa sababu hakuwa na dalili yoyote ya uwepo wa mchoro wa ramani ya kale hapa ndani ya nyumba ya Jessica. Labda kama ramani itakuwepo humo chumbani. Alikuwa anawaza pale mwenyewe Elisha, ambaye sehemu ambayo alikuwa hajaitazama ilikuwa ni ndani ya makabati. Majira ya saa 2 za asubuhi walikuwa wameshamaliza kuoga, na huku alikuwa ameshapeana tena utamu wa asubuhi, na kisha akaletewa kifungua kinywa ambacho ni supu nzito ya kuku na chapati zenye kurasa. Mara baada ya hapo akiwa wote chumbani, Jessica alifungua makabati yake na kutoa baadhi ya nyaraka zake za kazini kwake na akaanza kuzifanyia kazi, huku Elisha alikuwa anatupia jicho kila sehemu ambayo ilikuwa inafunguliwa, akiwa nadhani ya kwamba ataona kitu ambacho kinafanana na ramani ya kale kama ambavyo alikuwa ameelekezwa. Vipi lakini Elisha, umefurahia tulichokifanya? Alikuwa anauliza pale swali Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa na aibu, wakati ambao alikuwa anaendelea tu kufanya kazi zake. Elisha anatabasamu kidogo na kisha anajibu,
Na kusema ukweli kabisa, nawaza siku ambayo utaniambia niondoke hapa nyumbani kwako, maana nitaumia sana. Nimetokea kukupenda sana hata kabla sija kuona upoje. Alikuwa anazungumza pale Elisha kwa sauti iliyokuwa na hisia za hali ya juu kabisa. Wakati huo Jessica alikuwa amevaa kigauni ambacho kilikuwa kinafanana na kile ambacho alikuwa amevaa jana, mavazi ambayo huwa anavaa akiwa ndani tu chumbani. Hata walinzi wake kule nje hawajawahi kabisa kumwona akiwa ameacha mabega ama mgongo wazi kama hivi. Elisha, jamani, sasa utaondoka uelekea wapi? Wakati mimi nataka uwe mume wangu kabisa. Labda kama wewe nichukie tu mara baada ya kuniona kwamba sio mzuri. Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa sauti ambayo ilikuwa na hisia kali kutoka moyoni. Alikuwa anamalizia kwa kumbusu shavuni ya Elisha, ambaye sasa alikuwa amevaa kaptura ya jinsi pamoja na t-shirt. Mimi sidhani kabisa kama nitapata ujasiri wa kukufanyia hivyo dada Jessica. Zaidi nitarudi kule Makambako kumpatia zawadi shangazi kwa kunifanya kuwa kipofu. Alikuwa anazungumza pale Elisha na kufanya wote wacheke kidogo. Sasa ni kwa nini unaendelea kuniita dada bwana Elisha? Niite jina lolote zuri basi, sawa? Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anapapasa shavu la kushoto la Elisha na alikuwa anamtazama usoni kwa macho aliyojaa upendo. Asubuhi hii walizungumza hili na lile huku wakiwa wanacheka kwa furaha. Na hata wakati fulani Jessica pamoja na Elisha wakajikuta walikuwa wameanza kulambana midomo mpaka walipostuliwa na hodi ya Grace. Ingia. Alikuwa anaitikia vile Jessica na huku alikuwa ameachiana. Grace anaingia ndani. Samahani dada, kuna mgeni amekuja, yupo hapo sebuleni. Alikuwa anazungumza vile Grace na hapo Jessica akastuka kidogo. Mgeni gani tena Grace? Ni wa kike ama wa kiume? Ni wa kike dada, ni mkubwa kidogo. Alikuwa anazungumza vile Grace na hapo Jessica akatazama muda. Ulishafika saa 4 na dakika 15 za asubuhi. Atakuwa ni dada Fausta huyo. Sasa ni kwa nini ameamua kuja bila hata kunipigia simu? Alikuwa anazungumza pale Jessica kwa kuona kama kuna kitu ambacho alikuwa amekatishwa. Sawa basi, mkaribishe kinywaji na kuja. Alikuwa anazungumza pale Jessica na huku alikuwa anainuka na kwenda kwenye kabati. Grace anajibu sawa na huku alikuwa anatoka nje, ambaye kusema ukweli kabisa toka asubuhi ya leo hakuacha kushangaa kwa kile ambacho alikuwa amekiona. Maana toka alipoleta supu kwa bosi wake na mgeni wake, alikujua kwamba wawili hawa wana kila dalili ya kwamba wamepeana dudu usiku wa leo. Na Grace akajikuta alikuwa na shanga zaidi ni kwa nini Jessica hajamwambia lolote, wakati yeye ndio alikuwa ni msiri wake wa kila kitu ndani ya nyumba hii. Grace alimhudumia mgeni yule soda ya baridi na kisha alitulia tu kusubiria bosi wake atoke. Na bahati nzuri hawakuchukua muda mrefu. Jessica alitoka na huku alikuwa ameongozana na Elisha, ambaye alimuongoza mpaka kwenye kochi. Kusema ukweli kabisa, Fausta Kapongo alipomwona kijana huyu ambaye alikuwa na dalili zote kwamba alikuwa ni mlemavu wa kuona, akajikuta alikuwa na shanga sana. Kwanza kabisa alishangaa kuona jinsi vile ambavyo alikuwa ameshikana mikono. Ulikuwa sio ule uongozaji wa mtu ambaye haoni. Lakini pili, Fausta ambaye sura ya kijana huyu sio ngeni kabisa machoni mwake, ambapo hakumbuki alishawahi kumwona wapi. Anashangaa kuona kijana mzuri kama huyu amekuwaje mlemavu wa macho. Karibu sana dada Fausta. Yaani hapa nilikuwa nasubiria tu simu yako. Alikuwa anazungumza pale Jessica akiwa anajaribu kumwelekeza dada yake huyo kwamba ni muhimu kupiga simu pale ambapo anakwenda sehemu. Unafikiri kwamba hata simu yangu ina salio basi mdogo wangu? Yaani nikasema kwamba wacha nije tu, maana mwenzako yamenifika shingoni. Alikuwa anazungumza pale Fausta Kapongo ambaye tunajua kabisa kwamba ni mke wa Johnson Senso, kitu ambacho hata Elisha alikijua, maana alishaelekezwa tayari kuhusu huyo Senso na alishamuona kwa macho yake pia. Habari za toka juzi lakini dada. Alikuwa anasalimia vile Jessica mara baada ya kukaa kwenye kochi karibia na pale ambapo alikuwa amekaa Elisha.
Ni salama tu mdogo wangu, sijui hapa nyumbani mnaendeleaje? Hapa ni salama kabisa dada, karibu sana. Nimeshakaribia. Na kusema ukweli kabisa mdogo wangu, hongera sana, maana una nyumba kubwa kweli yani. Alikuwa anazungumza pale Fausta. Lakini hii nyumba toka alipojenga babu mzee Zunda, yani mpaka hapa nataka nijenge nyumba nyingine mpya nje ya mji. Alikuwa anazungumza pale Jessica kabla hajatambulisha. Sasa dada Fausta, naomba nikutambulishe kidogo. Huyu hapa karibu yangu anaitwa Elisha, ni rafiki yangu. Ana matatizo ya macho, hivi karibuni ataenda kutibiwa Dar es Salaam. Alikuwa anazungumza pale Jessica, na huku alikuwa anaushika mkono wa Elisha na kufanya kama alikuwa ameupakata akiwa anauchezea. Kilikuwa ni kitendo ambacho kinafichua kilichopo kati ya hawa watu wawili, na hilo lilimshtua kidogo Fausta, ambaye Elisha yeye kukiri moyoni mwake kwamba kijana huyu alikuwa ni mzuri na alikuwa anafaa kwa matumizi ya mwenza bila kujali umri wake. Lakini alitegemea kuona Jessica akimtambulisha mwanaume mkubwa zaidi mwenye fedha nyingi zaidi yake. Habari yako shemeji? Alikuwa anasalimia vile Fausta na kuwafanya Jessica pamoja na Elisha watabasamu kwa raha. Safi tu. Shikamo. Alikuwa anasalimia vile Elisha, na huku alikuwa anaonekana kusita kidogo. Marhaba shemeji. Fausta anaitikia, ambaye bado alikuwa katika msisimko wa mshangao ambao alikuwa anahitaji kuzuia. Niambia lakini dada, shemeji anasemaje? Alikuwa anauliza pale swali Jessica, na huku alikuwa anamtazama mgeni wake. Muda wote huo Grace alikuwa amesimama tu pembeni anasubiria maelekezo. Na kabla Fausta hajajibu, Grace aliyehisi alikuwa amesahaulika akauliza swali. Samahani dada, niwaletee vinywaji gani? Wewe nenda tukaendelee na kazi zako Grace. Sisi tutajihudumia tu wenyewe. Alikuwa anazungumza na Jessica, na kweli kabisa Grace aliondoka zake kuelekea chumbani kwa Jessica kwa ajili ya kutoa nguo chafu na kwenda kuziweka kwenye mashine ya kufulia. Kusema ukweli kabisa ndugu yangu, mambo naweza kusema kwamba yanazidi kupamba moto. Alikuwa anazungumza vile Fausta kwa sauti yenye uchochezi wa kihisia, ikimfanya mtu atamani kumsikiliza zaidi. Samahani kwanza dada, naomba nimpatie juisi ya matunda Elisha na kisha tuendelee. Alikuwa anazungumza vile Jessica, na huku alikuwa anainuka na kuelekea kwenye ukumbi wa chakula. Hapo mara moja Fausta anatoa simu yake kwenye mkoba na kuandika ujumbe fulani kwa haraka, na kisha akaanza kutazama ukumbi wa chakula, yani kule ambako alikuwa amekwenda Jessica. Anapomaliza kuandika meseji kwenye simu ambayo amesema kwamba imeisha salio, anaituma sehemu na kisha anarejesha simu kwenye mkoba wake, na kisha anatazama kule ambako alikuwepo Jessica ambaye alikuwa anamaliza kumimina juisi kwenye glasi. Fausta akamtazama Elisha ambaye alikuwa ameelekeza uso wake mbele kama vile ambavyo wanafanya walemavu wote wa macho. Anavuta hisia fulani kwa kijana huyu na bidada Jessica, jinsi ambavyo anaweza kufanikisha tendo huku mmoja akiwa hamuoni mwenzie. Msikilizaji, sote tunajua vizuri kabisa kwamba bidada Fausta Kapongo amekuja hapa nyumbani kwa Jessica kwa ajili ya kufanya uchunguzi, apate kujua ramani ya kale iko wapi. Ni kitu gani ambacho kitaendelea hapa? Maana sote tunaona kabisa kwamba upatikanaji wa ramani umekuwa ni mgumu sana. Sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 5. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi, na hizi ni sehemu za siri zilizoandikwa na mtunzi Edgar Mbogo.